tuliona pasipo shaka kwamba kutoka kwenye zama za roho Bwana alitupanga katika namna ile ya mraba mlazuri, na alivyotupanga katika namna mraba inaleta namba 12 katika michoro kinabii. Na tuliona katika series ya 8 kwamba waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa ni waamuzi 12 mlazuri. Kwa nini walikuwa waamuzi 12? Nataka nifanye marejeo kidogo ili tuweze kupata tuingie kwenye series ya 9 katika michoro. Niliwaambia wazo kula Mungu kutoka kwenye zama za roho, na Yesu akiwa kutoka kwenye zama za roho akiwa peke yake, au unaweza kusema alikuwa kwenye zama za roho au enzi ya roho akiwa peke yake. Mungu huyu mashuhuri Yesu alipokuwa peke yake kutoka kwenye zama za roho, yeye hakuwa Mungu mwanzo, tena hakuwa na majina makuu manne, hakuwa Bwana wa mabwana, hakuwa Bwana wa majeshi mwanzo, hakuwa Mungu wa miungu, wala hakuwa mfalme wa falme. Kwa nini hakuna watu mwanzo? Kwa nini Bwana yeyote mwanzo ili aweze kuwa Bwana lazima awe na watumwa? Watumwa Bwana wa majeshi lazima awe na jeshi. Mungu wa miungu lazima awe na watu wanaomwabudu. Na unaposema mfalme lazima awe na raia. Yesu hana raia. Alikuwa kutoka kwenye zama za roho, yuko peke yake, hana raia mlazuri. Yuko peke yake katika michoro. Ndiko Yesu Mungu mashuhuri ambaye ni Eloi, yule Mungu aliyepania, ambaye alikuwa Mungu wa damu, ambaye kabla kuja kuwa Mungu wa damu alikuwa kwanza Mungu wa watakatifu wote. Akiwa kutoka kwenye zama za roho, Yesu aliwaza wazo lake kuu, na ile wazo kuu akaliweka katika namna mraba. Na mraba wanake marefu na mapana ni sawa, kwamba hakuna mtu mwenye uwezo wa kuongeza wala kupunguza kwenye upande wote mraba. Kwa sababu ukiongeza upande mmoja mraba utapata anwani nyingine, utapata mraba. Naomba michoro tuanze ili tuunganishe series hii ili watu waweze kupata katika michoro hii. Tunazungumza juu ya ujumbe mashuhuri wa Yesu, waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha nne ya Agano la Kale kuja katika ufunuo wa roho Agano Jipya. Watu wamelazo kwamba tuone katika michoro ya Agano la Kale, choro maumbo ya Agano la Kale kuja katika ufunuo wa roho Agano Jipya ili kupata mahesabu kiroho. Melazo sasa tunaona pasipo shaka yote, naomba sogea kwa hivi watu wote waweze kulipata. Ndio niliwaambia Yesu huyu ambaye ni Eloi, Mungu mashuhuri huyu Eloi, na huyu Eloi ndio Yesu Mungu mashuhuri. Melazo huyu Eloi akiwa kutoka kwenye zama za roho, zama za nini? Zama za roho, akiwa peke yake kule juu, yuko tu katika eneo au eneo muonekano wake kama ni outer space, eneo la wazi. Ndio tuliona ukiuliza leo wana science, eneo la wazi mwanzo wake uko wapi na mwisho wake uko wapi, hawana uwezo wa kuweza kutoa references zote za kisayansi. Balazo outer space, maana tunazungumza outer space ni kuanzia juu ya kichwa chako kwenda kwenye horizon. Wana science hawana udhibitisho wote kwamba mwanzo wa outer space ni wapi. Sasa kabla kuwa na mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, mbingu ya tatu, kabla kuumba sayari, kabla kuumba nyota, kabla kuumba mwezi, kabla kuumba jua, kabla kuumba wanyama, kabla kuumba bahari, kabla kuumba nchi kavu, kabla ya chochote kile, Mungu mashuhuri Yesu alikuwa katika zama za roho akiwa peke yake. Na akiwa katika zama za roho akiwa peke yake, yeye alikuwa hana mwanzo tena hana mwisho. Na hapa ndipo watu wengi wanashinda kumuelewa Yesu. Yesu ana sifa mbili, yeye ni mwanzo na mwisho. Lakini yeye Yesu ana sifa nyingine tena, hana mwanzo tena hana mwisho. Na yote mawili ni sawa katika ufunuo. Melazo yote mawili ni sawa katika ufunuo. Melazo yes. Shikeni hili kwamba Yesu ni mwanzo na mwisho. Lakini Yesu hana mwanzo tena hana mwisho. Wapi Yesu alikuwa mwanzo tena mwisho? Na wapi Yesu anakuwa hana mwanzo tena hana mwisho? Yesu akiwa kwenye zama zake za roho, hana mwanzo hana mwisho. Yesu anapoleta ufunuo wa ukombozi duniani, anaanzisha mwanzo alafu anaweka mwisho, na yote mawili ni sawa katika ufunuo. Sasa akiwa kule katika zama za akiwa peke yake, yeye alikuwa hana mwanzo tena hana mwisho. Ni Mungu aliyetimia katika utimilifu, amejaa, amesheheni katika ufunuo, ana kila kitu katika ufunuo, ana hali zote katika ufunuo. Lakini Yesu akiwa kule hana yale majina manne. Balazo mbaya. Yeye hawezi kuitwa Bwana. Watumwa wako wapi? Hana watumwa. Balazo mbaya. Yeye hawezi kuwa Bwana wa majeshi. Jeshi lake liko wapi? Balazo mbaya. Kabla kuumba malaika, manake watu wengi mnashindwa kuelewa kwamba watakatifu wa Mungu waliokuja katika zama za maumbo, na wao waliwahi kuwa malaika. Balazo malaika ni mwili wa roho. Balazo mbaya. Yaani wewe uliokuwa hapo unapokea uchungu saa, na kama utunasa katika maarifa, wewe ni malaika. Balazo mbaya. Kwa nini anwani yako ilikuwepo kabla kuja katika maumbo? Kwa kabla kuwepo kwa malaika, kabla kuwepo chochote, Mungu mashuhuri hana raia,
Mungu mashuhuri hana watumwa, hana jeshi. Mwelezo baba. Hana watu wanaomwabudu. Hawezi kuitwa majina manne. Hawezi kuwa Bwana, hawezi kuwa Bwana majeshi, hawezi kuwa Mungu, wala hawezi kuwa mfalme wa falme. Ndiko mama mashuhuri Yesu akawaza katika wazo lake kuu. Na ile wazo kuu la Mungu linajulikana kama Theologos. Theologos. Au tunasema linajulikana kama Eloi Logos. Eloi nini? Eloi Logos. Na niliwaambia neno Theologos katika jumbe zingine, neno Theo, T-H-E-O, hili ni neno la Kigiriki. Wagiriki au Wayunani wanaliita Theo, maana ya Mungu. Na Logos, L-O-G-O-S, kwa Wagiriki au Wayunani maana yake ni wazo. Yani wazo la Mungu linajulikana kama Theologos. Wataemelezo wewe. Ndio maana hata ujumbe wenyewe wa siku za mwisho, neno Theologos haliko kwenye rekodi yote ya ulimwengu. Welezo baba. Huwezi kulipata lema. Lifichwe mpaka wakati huu liweze kusomwa katika ufunuo wa Roho kuelekea moja siku za mwisho. Wataemelezo baba. Yesu ni anwani maalum kuelekea moja siku za mwisho. Au unaweza kuita ni Eloi Logos, linalotokana na maneno mawili ya lugha mbili tofauti. Lugha ya kwanza ni Kiebrania, lugha ya pili ni lugha ya Kigiriki au Kiyunani. Waebrania Eloi maana yake ni Mungu. Mungu yupi? Mungu Roho wa Waebrania. Mwelezo wewe. Kwani Musa alimtambulisha Mungu wa Waebrania kwa Waebrania. Mwelezo wewe. Mwelezo wewe. Ni Mungu Roho wa Waebrania. Na tutaona leo tupate mahesabu haya tunapotaka kwenda kwenye mchoro wa uamuzi na maarifa kuelekea moja siku za mwisho, unaweza kupata mahesabu ya kinabii. Mwelezo wewe. Kabla kuja kwa mambo mashuhudia, Yesu mfululizo mambo, Mungu mkuu, Mungu wa zama zote. Kwa hiyo neno Eloi kwa Waebrania ni Mungu Roho wa Waebrania. Na Mungu Roho wa Waebrania hana umbile. Mwelezo naye. Yesu huwezi kumuona katika lugha ya kimaumbile. Ndio maana alipotokea kwenye Agano Kale, alitokea kwenye nguzo ya moto. Alichukua anwani ya wingu na anwani ya nini? Ya moto. Moto ulikuwa unatokea usiku, mchana ni wingu. Ili Waebrania wapate kushuka. Na hata aliposhuka juu ya kilele cha mlima Horebu, umbali wa mita 2282, Mungu alishuka kwa njia ya moto mkubwa sana. Mwelezo. Alafu akawa anasema kutokea ndani ya moto. Inaelezwa baba. Mungu Roho, alafu alipotoka pale na ule moto mkubwa, akauweka katika mahesabu, akauleta katika nguzo ya moto. Alafu mambo ya shule akanasa katika maarifa ambayo tunazungumza habari za Yesu. Mungu mashuhuri kabisa huyu ambaye tunazungumza habari zake kuelekea moja siku ya mwisho. Ndio maana tunamuita Eloi Logos. Na neno la pili ni neno la Kigiriki au Kiyunani. Logos maana yake wazo. Kwa hiyo unasema wazo la Mungu Roho wa Waebrania. Na niwaambia Mungu Roho wa Waebrania hawezi kuwa Mungu wa Waebrania. Kwanza alianza kuwa Mungu wa Adamu. Ndio maana huwa tunamuita pia jina lingine, huwa tunamuita Eloi nani? Eloi Adama. Eloi nani? Eloi Adama. Mungu mashuhuri huyo. Eloi Adama. Yule Mungu Roho wa Adamu aliyempa wazo Adamu aliishi sawasawa na wazo la Mungu. Walipata sura bale. Lakini pia unaweza kuita jina lingine, anajulikana kama Eloi nani? Eloi wa Kristo. Wa Kristo au Eloi wa teule. Eloi nani? Eloi wa teule. Ambaye ni Yesu. Tunazungumza habari zake. Kwa hiyo unaweza kumuita Theologos, unaweza kumuita Eloi Logos, unaweza kumuita Eloi Adama, lakini unaweza kumuita pia Eloi wa teule. Lakini kabla kuwa Eloi wa teule, pia unaweza kuongeza jina lingine. Yeye anajulikana kama Eloi nani? Eloi Israela au Eloi Israeli. Mbona vizuri? Inaelezwa wewe. Huyu Yesu tunazungumza habari zake. Mungu ambaye akiwa na wazo lake anaweza kubadilika. Sasa Mungu huyu akiwa kutoka zama za Roho akiwa peke yake, alipowaza lile wazo lake kuu, nini maana yake? Alitaka watakatifu watokee tutakao mfanya Mungu awe na sifa kunde. Sifa ya kwanza awe Bwana wetu. Sifa ya pili awe Bwana majeshi. Sifa ya tatu awe Mungu wetu. Na sifa ya nne awe mfalme wetu. Na yote manne ni sawa katika ufunuo. Wewe kwa nini anamtambulisha uwepo wa Mungu pamoja na watoto wake katika ufunuo? Mbelezo wewe. Kwa hiyo Yesu alitaka yeye awe na hadhi nne. Na zile hadhi nne ndio hadhi za kifalme. Mbelezo wewe. Hadhi ya kifalme. Alitaka awe na hadhi nne. Hadhi ya kwanza awe Bwana. Hadhi ya pili awe Bwana majeshi. Hadhi ya tatu awe Mungu wetu. Hadhi ya nne awe mfalme. Wataomelezo dada. Mwambo wa shule alipowaza katika wazo kuu, akaanzisha zama za pili za Roho. Zinajulikana kama zama za Roho.
akiwa pamoja na watoto wake. Umeelewa hapa? Ndio maana leo ujumbe wote unaendelea duniani, ujumbe wote wa kanisa, lazima kwanza Yesu alianza kuhubiri kwenye zama za roho. Kama hauko kule huwezi kupata huko. Ndio maana kama haukuwepo kule huku huwezi kupata. Yaani kama ujumbe huu leo tunahubiri hukuwepo kwenye zama za roho, leo hapa huwezi kuokolewa. Bwana Yesu huwezi kuokolewa. Kwa sababu Yesu afanye vitu kwa kubahatisha, ni Mungu anayejua mwisho tangu mwanzo. Kila mbegu iliyotupwa, yeye anajua mahesabu yake, alijua kabla mambo yote. Kwa hiyo anajua mahesabu yake. Ndiko Yesu anaanzisha zama za pili. Yesu anaanzisha zama za pili, zama za roho Mungu akiwa pamoja na watoto wake. Ndiko Mungu, nisikilizeni vizuri, ndiko tukamtangaza Yesu kuwa ndiye Mungu pamoja nasi. Ndio maana leo wasomaji wa maandiko, wanatheolojia na watu wengine wanaposoma Biblia wanasema Yesu anaitwa Emmanuel, maana Mungu pamoja na. Yesu alianza kuwa Mungu pamoja nasi kutoka kwa zama za roho, sio kwenye zama za maumbo. Zama za maumbo zinafanya marejeo na mahesabu kutoka kwa zama za roho. Kwa hiyo tulianza kumtangaza Yesu kutoka kwa zama za roho kwamba yeye ni Emmanuel, yani Mungu pamoja na huyo Mungu lazima hawe na hali nne. Kwanza alikuwa Bwana wetu. Ndiko Yesu akatupanga katika namna mraba. Na mraba wenyewe ndio hapa. Unachora marefu yako na mapana ni sawa katika michoro ya kinabii. Balazo, chora mraba wako huu hapa. Balazo ni hapa. Na unamwambia mraba ni duara. Kwa sababu wazo la Mungu halina mwanzo tena halina mwisho, lakini alichofanya alifungua lile wazo lake, akalipa mwanzo tena akalipa mwisho. Na nikamwambia mwanzo na mwisho wote ni sawa. Ukichukua mwanzo ukiunganisha na mwisho, balazo matokeo ya mwisho utagundua kwamba hakuna mwanzo tena hakuna mwisho. Hiyo naelewa vizuri. Umempata hivyo? Yes. Yaani weka hapa mwanzo alafu weka hapo mwisho. Au chukua mwisho na mwanzo unganisha pamoja. Utapata jawabu hakuna mwanzo tena hakuna mwisho. Na huyu ni Yesu tunazungumza mbele zake. Sasa alipotoka kwenye zama za roho akiwa peke yake, akaanzisha zama za roho akiwa pamoja na watoto wake. Ndipo Yesu akaanzisha mwanzo alafu akaweka mwisho. Kutoka kwenye wazo lake lisiokuwa na itilafu wala isiyobadilika. Haliwezi kubadilika katika namna yote. Na mimi ni shahidi wa Yesu. Wazo la Yesu hawezi kubadilisha. Kama alisema pale mwanzo, leo hawezi kubadilisha. Barabara zuri hapa. Kwa hiyo tulisema kwamba mraba na duara ni sawa. Kwa hiyo chora duara lako limeze mraba kwa mahesabu. Kwamba mraba na duara ni sawa. Kwa sababu ukiuliza wana science leo watakwambia duara lina nyuzi 360. Lakini waulize nenda ndani zaidi, kwa nini duara lina nyuzi 360? Hawana majibu. Manazuru hawatakuambia. Manazuru wanachochukua, unachukua hiyo zodiac katika maarifa wakaishusha wakaanza mahesabu. Lakini waulize kwa nini duara lina nyuzi 360? Hawana majibu. Kamuulize leo mwalimu wako wa hesabati, wale wanaosoma, kamuulize mwalimu wako, mwambie duara lina nyuzi ngapi, atakwambia 360. Muulize kwa nini duara lina nyuzi 360? Manazuru duara ni mraba. Manazuru hapa. Na mraba ni huu hapa. Manazuru kila engo ya mraba ina nyuzi ngapi? Nyuzi 90. Manazuru. Na hapa juu 90 na hapa juu 90. 90 kwa 90 utapata ngapi? 180. Na 90 kwa 90 utapata ngapi? 180 katika maarifa ya ufunuo. Watu wanaelewa hapa. Wamepata vizuri. Sasa Yesu alipanga katika wazo hili. Kwanza alichokifanya, wazo lake alilo mwanzo na mwisho. Alafu akauchukua mraba akauvesha hapa. Alafu akauita mwanzo na mwisho. Na mraba kwa nini unakuwa mwanzo na mwisho? Hapa zinaitwa zama za simba. Mkono wako kuume mraba wako, mkono wako wa kuume duara lako. Hapa chini zinaitwa zama za ndama. Na hapa mkono wako kushoto mraba wako zinaitwa zama za mwanadamu. Mwanadamu, na hapa juu zinaitwa zama za tai. Na hii ni kwa mujibu wa Ufunuo sura 4 mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Lakini ukienda kwenye Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 26, manabii hao wawili waliona matukio mawili tofauti katika Ufunuo. Kwanza Ezekieli anawaona watakatifu wakiwa kwenye zama za roho kabla hawajaenda katika zama za maumbo. Wakati huo anatuona tunatoka kwenye zama za maumbo tunarudi kwenye zama za roho. Umenipata vizuri? Katika idadi ile ile na namba ile ile wokovu. Ndio anawaambia hesabu za wokovu hazibadiliki. Amina. Bwana, hesabu za wokovu hazibadiliki. Yesu anajua kila ujumbe una watu wangapi watakaokolewa. Yesu anajua. Umeelewa vizuri baba? Huyu ujumbe unaona Yesu anajua idadi
ya watu wangapi wataunasa ujumbe huu dunia nzima. Yesu anajua. Kwa nini? Kule alichokifanya juu ndicho anachokifanya chini. Na yote mawili hili ni sawa. Huwezi kumtenganisha katika maarifa hayo. Wanaopata vizuri. Kwa yeye aliwaza katika wazo kuu kutoka kwenye zama za roho mlazoni. Kono wako kule weka zama za simba, chini mdomo wako andika zama za ndama, kono wako kushoto unaandika zama za mwanadamu na pale zama za tai. Akazianzisha mwanzo mlazoni. Hapa kwenye zama za simba akamwandika Paulo, hapa kwenye zama za ndani za simba pia akamweka Ireneo mlazoni. Watu mlazoni. Paulo huyu alikuwa ndio mjumbe wa kwanza wa kanisa. Yeye alikuwa ni Mwebrania, alipewa ujumbe kutoka mjini Yerusalemu ili upeleke watu mataifa. Mlazoni. Huyu kwa ndio maana anajulikana kama mjumbe wa kwanza wa kanisa. Lakini Paulo alikuwa na sifa kuu mbili. Yeye alikuwa ni mjumbe wa kwanza wa kanisa katika injili ya watu mataifa, lakini yeye ndiye alikuwa mtume wa 12 katika mitume 12 wa Yesu. Ndio maana leo wasomaji wa maandiko wanasoma kitabu wanasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlazoni. Wakati ule mitume walifanya uchaguzi kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza, ili wakamchagua Matia awe sehemu ya mtume wa 12 katika nafasi ile ya Yuda Iskariote mlazoni. Yesu aliacha kwa sababu roho Mungu alikuwa bado hajashuka mlazoni. Mungu aliacha kuonyesha mahesabu ya kinabii mlazoni. Na maana baadaye Paulo alipoinuka, mitume wale wakina Petro, Yakobo na Yohana ambao walikuwa ndio nguzo ya wale mitume 11 mlazoni, waliposhangaa Paulo ana huduma ya maajabu na huduma yenye ufunuo hali juu, wakasema hesabu mbona ikae sawa. Baadaye wakagundua kwamba Paulo ndiye alikuwa ni mtume wa 12 katika maarifa. Watu wamelipata vizuri. Kwa Paulo yeye ndiye mtume wa 12, lakini yeye ndiye mjumbe wa kwanza wa kanisa. Lakini Paulo ana sifa nyingine ya tatu, unaweza kuiongezea. Paulo yeye ndiye mzee wa 24. Mzee wangapi? Wa 24. Niwaambia agano la kale, agano lile Musa wakati anafanya na Waebrania pale mlima Herobu. Musa alikuwa na wazee 12 wa taifa la Israeli. Watu wamelipata vizuri. Yesu anatokea na wazee 12. Basi kuchukua 12 na 12 ngapi? 24. Wa 24 nani? Paulo. Ndio maana alikuja na prefix zote za falme. Yeye ndiye mwandishi pekee wa Biblia. Mwanzo aliyeandika vitabu Qur'ani, aliyetoa tafsiri kutoka kwenye lugha ya maumbo ya Agano Kale kuileta katika lugha ya Agano Jipya, kiasi ambacho mpaka mitume wengine baadaye walikuja kuitambua huduma ya Paulo kwa sababu alikuwa na kazi maalum ndani ya kanisa. Ndio maana leo tunahubiri injili hii. Mwanzo kutokana na Mungu alitumia maarifa, alitumia ufunuo hali ya juu sana kwa Paulo kwa ajili ya kuleta ufunuo halisi kwa ajili ya injili ya watu mataifa. Ili injili itoke ndani ya taifa moja iende katika mataifa yote ya dunia pasipo kufuata anwani za michoro za kimaumbo mlazoni au maisha ya kimaumbo yatokana na ufunuo wa Roho kuelekea moja siku mwisho. Ndio maana ujumbe wa mwisho kanisa wa nane kanisa utatambulisha hizo huduma zote na mahesabu yote ili kuonyesha anwani za Mungu ambaye asibadilika. Watu wamepata vizuri. Kwa eneo la simba alimweka Paulo akamweka Ireneo. Na hapa Paulo hakukaa peke yake, alikaa na watakatifu wa zama zile. Na hapa kwenye zama hizo Paulo, Yesu alijua idadi yote na majina yote ya watoto wake katika zama zile za Paulo. Wakati wa Ireneo vile Yesu alijua idadi ya watu wote na watoto wote waliopokea ujumbe wa Ireneo katika zama zile. Yesu anajua katika maarifa hayo. Zama za mwanadamu hapa chini mdomo wako unaandika Martin. Unamwandika Martin na mweka nani Kolumba mlazoni. Na hapa nifafanua kidogo. Nilisema Paulo huyu ni Mwebrania. Ireneo huyu yeye alikuwa ni Mfaransa lakini mwenye asili ya Uturuki. Unapata vizuri? Ni Mfaransa mwenye asili ya Uturuki ambaye Bwana alimchagua kuleta ujumbe wa kanisa, ujumbe pia kanisa. Lakini Martin yeye alikuwa ni Mfaransa chini mdomo wako ni zama za ndama. Martin alikuwa ni Mfaransa mlazoni na Kolumba yeye alikuwa ni Mwingereza. Watu wamelipata vizuri. Kutoka hapa tunakuja kwenye zama za mwanadamu. Zama za mwanadamu hapa chini unaandika Martin Luther. Martin nani? Martin Luther. Na hapa juu kwenye eneo la mwanadamu unaandika John nani? John Wesley. Mlazoni. Huyu Martin Luther yeye alikuwa ni Mjerumani. Mlazoni. Na John Wesley yeye alikuwa Mwingereza. Hizi ni jumbe mlazoni. Kumbuka hizi zinatoa anwani za jumbe. Kwa hiyo Martin alikuwa yeye pamoja na watoto wake, na watu wake. Na Kolumba alikuwa yeye pamoja na watu wake waliopokea ujumbe saa. Baada ya hapo Mungu akainua kipindi cha mwanadamu. Martin Luther akakaa yeye pamoja na watu wake na John Wesley akakaa yeye pamoja na watu wake. Na hapa juu mraba wako kwenye eneo la tai mlazoni, hapa anakaa William Marion Branham Elia Omenne. Na hapa anakaa Elia Omenne hapo, Elia Omenne. Kwa hiyo Elia Omenne, William Marion Branham alikaa yeye pamoja na watu wake na Elia Omenne alikaa yeye na watu wake.
Huu ni mchoro kutoka kwenye zama za roho. Yesu ameanzisha zama za pili za roho, yeye akiwa pamoja na watoto wake. Hapa katikati sasa, hapa kwenye hizo zote, hapa mwamba mkuu Yesu alikaa peke yake, Eloi. Akaanza kutoa unabii na kutabiri, na kuhubiri. Akahubiri kwenye zama za Paulo, alafu akachukua kila ujumbe wa Paulo akauingiza ndani ya kila mtakatifu wa Bwana. Watu wamelazwa leo. Ukaja kaya wakati wa Ireneo vile akahubiri. Alipomaliza zama za Simba kaja zama za mwanadamu. Akamhubiria Martin na watu wake, akamhubiria Kolumba na watu wake. Alafu kila ujumbe wa saa zake Yesu alichofanya akaujaza ndani ya watu. Kutoka zama za roho. Tukiwa na miili ya roho kule juu. Watu wamelazwa. Kama leo unapokea ujumbe unanasa huko ndani, ndivyo ulivyotokea kule juu. Na hiki kinachofanyika leo ni marejeo tu. Balazwa. Hapa tunafanya marudio. Ujumbe uko ndani yako. Watu wamelazwa. Ndio maana mteule yeyote aliyepokea ujumbe saa kutoka kwenye zama za roho ataipokea kwenye zama za mambo. Kama ukupokea kwenye zama za roho huwezi kupokea huku. Watamalazwa baba. Baada ya kuumba ya Martin na kuumba, Mungu akainua kipindi cha 3 cha Martin. Yesu akahubiri wakati wa Martin Luther na watu wake akajaza ujumbe ndani yao. Baadaye akahubiri wakati wa John Wesley akajaza ujumbe ndani yao. Basi akamaliza zama za mwanadamu. Akaja Yesu, huyu Mungu mashuhuri Yesu. Akaanza hapa akahubiri na kutabiri kwa yule bwana Branham mwenyewe. Akajaza ujumbe ndani yake, akajaza kwa watu wake. Baada hapo akahubiri kwa yule 500. Akajaza ujumbe ndani yake, akawapa wale wateule wa zama zile. Ndio maana ujumbe huu wa leo ni ujumbe namba 8 wa kanisa. Paulo alikuwa na ujumbe namba 1, namba 2 alikuwa ujumbe Ireneo, namba 3 alikuwa ni Martin, namba 4 ni Kolumba, namba 5 Martin Luther, namba 6 John Wesley, namba 7 William Branham, na namba 8 ni Elia 500. Ndio leo ulimwengu unamsubiri. Na ujumbe wake utakuwa ni ujumbe wa kushangaza dunia. Ni ujumbe wa mahesabu, ujumbe wa ufunuo, ujumbe wa hitimisho, ujumbe wa jubileo, ujumbe wa jawabu la jumla ambao Yesu ataleta ndani yake maalum kwa pamoja sana mwisho. Na ujumbe wa Elia 500 ni ujumbe wa Musa. Kwa sababu ujumbe wa Elia 500 tuamana na ujumbe wa Musa katika michoro ya kinabii. Belazari atafunua siri zote katika maarifa. Na huyo atakayefunua tunamtaja Elia 400, Elia 500. Huyu atakayefunua ni Yesu, atakuwa nyumba ya pazia. Atasema na watu wote wa mataifa kuelekea mbele ya mwisho. Watamelezwa baba. Ulinasa hapa mambo mkuu mashuhuri. Kutoka zama za Yesu akaanzisha mwanzo. Wapi sasa? Akaweka mwanzo alafu akaweka nini? Mwisho. Kumbuka hili wazo halina mwanzo tena halina nini? Mwisho katika ufunuo. Watamelezwa baba. Kutoka zama za roho sasa Mungu anataka kuzileta zama za maumbo. Yesu sasa akaumba kila kitu duniani. Akaumba mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Akaumba mwezi, akaumba jua, mwezi na nyota. Akaumba sayari, akaumba bahari, akaumba nchi kavu. Akaumba wanyama, akaumba ndege, akaumba miti, kila kitu kikaumbwa. Ndiko Mungu sasa analeta mahesabu ya mchoro kutoka kwa zama za roho. Inabidi Mungu atuletee mwakilishi ili atuwakilishe kutoka kwa zama za roho. Kwa sababu mwakilishi wa Mungu ni mmoja. Wataelezwa Mungu hawezi kuanza na 3, anaanza na moja. Kama katika zama za roho Yesu alikuwa peke yake, kwenye zama za mambo ilimbidi Adamu awe peke yake atuwakilishe. Wataendelezwa baba. Ndio Adamu anaumbwa na Bwana. Adamu alipoumbwa na Bwana mambo mashuhuri Yesu. Adamu ndiye aliyekuwa mwakilishi wetu. Aliyetuwakilisha katika zama za mambo kutoka kwenye zama za roho. Naomba nyingine tuchore hapa. Nitarudi hapa kwenye mchoro. Yes. Geuza tu hivi. Tutarudi hapa kwenye mchoro ili uweze kulipata katika ufunuo. Maelezo ni kuelekea moja suluhisho ili uweze kujua anwani maalum. Kwa nini waamuzi wa Ibrania walikuwa waamuzi 12? Nini Yesu alikuwa anachora katika maarifa ya ufunuo? Ili ujue mtakatifu Bwana kuelekea moja suluhisho. Wamepata uzuri hapa. Maelezo ni umepata hilo. Usikupite. Maelezo usikupite. Ni furaha yangu kuona kwamba unalinasa katika maarifa. Usikupite. Maelezo kumbuka hizi ni chombo za kinabii, kwa hiyo unahitaji usikivu wa roho. Lazima utaki kutumia akili ya kawaida. Ukitumia akili ya cosmology, akili ya wasomi wa dunia hii iliyojaa tafiti na hoja, lazima uweze kumpata Mungu. Lazima hakuna nabii yote aliyewahi kutumia akili ya cosmology akaweza kumpata Mungu. Lazima hata sisi ambao tunaona tunahubiri, tumekaa darasani, mimi nimesoma, lakini nawaeleza ile kwa Bwana alinipeleka shuleni nikasoma shule za kawaida elimu za ulimwengu hii. Baadaye Bwana akaniambia unaona nini? Nikagundua kwamba kwa Yesu huku hayupo na hakuna mtu yote anamjua Mungu mkuu. Nikaona maprofesa wote lazima wanachanganyikiwa akili.
Na hapa anasema kile wamchangilia Kristo kwamba anatembea barabarani amevua nguo. Wamechanganyikiwa kutokana na elimu iliyopeleka mahali ambapo leo wasomi wa ulimwengu wanatokana na mambo machafu ya ulimwengu na yanapitishwa kwa mifumo ya sheria ya dunia kuonyesha kwamba akili ya mwanadamu haina matokeo. Akili moja tu yenye matokeo ni akili ya Roho ilivyo nani? Aitwa Yesu. Funuzo mambo. Ukiinasa hiyo umepata katika maarifa. Kwa maana Yesu anatoa ujumbe wa mwisho, anakusa watoto wake katika kutoka kwenye kila lugha, chama, kabila na taifa, katika mataifa yote ya ulimwengu, ili wapate mahesabu warudi kupana katika ufunuo, ili waachane na mifumo ya ulimwengu ya udanganyifu. Mlipata vizuri wewe? Mnaelewa vizuri? Sasa Mungu huyu ilibidi sasa atuletee mwakilishi. Niliwaambia unachora mraba wako hapa. Adamu alipewa mraba wa pili kutoka kwa zama za Roho. Wataelewa vizuri? Adamu akapewa mraba huo pale. Mweke hapa katikati, mweke Adamu ambaye ndiye mwakilishi wetu. Mweke hapa Adamu. Mlipata vizuri? Adamu akapewa ile Eden, na niliwaambia Eden ni ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu lazima uwe na mambo manne. Kwa nini? Kwa sababu tuliwaambia kutoka kwa zama za Roho, Yesu alitupanga katika zile safu nne zikitambulisha zile mamlaka nne za Bwana. Ya kwanza, Yesu alitaka aitwe Bwana wa mabwana. Ya pili, awe Bwana wa majeshi. Ya tatu, awe Mungu wa Mungu. Na ya nne, awe nani? Mfalme wa ufalme. Ilibidi lazima makazi ya utakatifu yakae kwenye namba 4 kuleta lile wazo kula Mungu lisilo kuwa na hitilafu, ambao mraba huwezi kuongeza wala huwezi kupungua. Kwa sababu ukiongeza upande mmoja upate mraba, utapata kitu kingine. Watameleza wewe. Na wazo la Mungu ni mraba, huwezi kuongeza chochote. Ukiongeza tu unapata kipimo cha ziada, lakini kipimo cha ziada weka sawa tu na chana mwenyewe. Chana mwenyewe tu. Utakwenda chana. Belazwe, utakwenda chana mwenyewe. Belazwe hapa. Yaani huwezi kuongeza chochote, nimedhibitisha mambo haya. Huwezi kuongeza chochote kwenye wazo la Mungu. Wewe unatakiwa ni kucomply. Waingereza wanataka kucomply, kukubaliana tu. Ulichukue kama lilivyo. Belazwe, ila tu unaruhusiwa kwenda kwake kumuuliza Bwana ujumbe huu. Na wao niambia ujumbe huu uchukue nenda kwa Bwana. Ingia kwenye maombi muulize Bwana, "Bwana ujumbe huu wa kushangaza leo unaachiliwa duniani." Na ujumbe huu unahubiriwa leo. Yesu alihubiri tayari katika zama za Roho. Lakini pia alihubiri kwenye Agano Kale. Ile ulifichwa katika zama za nabii. Ulifichwa kusubiri wakati huu. Kwa leo ujumbe huu wanaona tunasoma Biblia hiyo wanayosoma wao. Belazwe, hiyo. Lakini kwa nini? Kwa sababu walifichwa. Na nani anafunua? Ni Roho. Wakati Biblia hii inaandikwa miaka 1400 kabla ya Kristo. Leo ni miaka 3000, 2000 baada ya Kristo. Chukua 1400 plus mpaka leo miaka 2000. 1400 jumlisha 2000, miaka ngapi? 3400 iliyopita. Biblia inaandikwa na Musa, mimi sipo. Musa anaanza kuandika vitabu vyake miaka 3400 iliyopita. Mimi siko duniani. Belezwe. Sipo kabisa, lakini nilikuwepo kwenye zama za Roho. Bwana aliniambia subiri kwanza mpaka wakati utakapofika. Alafu nitaanza kusoma kuleta ujumbe. Kwa hiyo ujumbe huu mimi sikuwepo. Belezwe. Biblia inaandikwa na manabii kina Isaya, kina Yeremia, kina nani wote. Isaya anaandika kitabu cha kile kitabu anaandika miaka 800 kabla ya Kristo. Leo ni miaka 2800 iliyopita. Mimi sikuwepo. Yeremia anaandika miaka wastani wa 700 kwenda 650 kabla ya Kristo. Ezekiel anaandika miaka 700 kabla ya Kristo. Watu wamenelezwa wewe. Mimi sikuwepo. Daniel anaandika miaka 500 iliyopita. Miaka 500 kabla ya Kristo. Mimi sikuwepo. Wastani miaka 2500 leo. Watu wamenelezwa. Mimi sikuwepo. Manabii wakina Yoeli wanaandika vitabu hivyo. Wakina Malaki wanaandika miaka 400 kabla ya Kristo. Leo ni miaka 2100. Mimi sikuwepo. Yanatoka wapi? Lazima awepo Roho Bwana aitwaye Yesu. Yeye alikuwa wakati huo. Belazwe. Na yeye ndiye alisema na Musa, yeye ndiye alisema na Yeremia. Yeye alisema na Isaya, yeye alisema na manabii wote mashuhuri wale. Yesu. Belazwe. Wakati Paulo anaandika hizi nyaraka katika karne ya kwanza, mimi sikuwepo. Leo ni miaka 2000. Niatoe wapi mahesabu haya kuelekea Bwana mwisho? Lazima awe Eloi, kwa sababu yule Eloi alikuwa na Paulo. Belazwe. Na yule Eloi ndiye alikuwa na Ireneo. Na yule Eloi ndiye alikuwa na Martin. Yule Eloi alikuwa na Columba. Yule Eloi alikuwa na Martin Luther. Yule Eloi alikuwa na John Wesley. Yule Eloi alikuwa na William Branham. Yule Eloi alikuwa na Elia Vitale bila shaka ndio Cholo. Branham anaweza ujumbe wake mwaka 1933. Wazo katika karne ya 20. Anamaliza ujumbe mwaka 1965. Mimi si duniani sipo. Belezwe. Sipo. Belezwe. Nawezaje kusema kwamba Elia ametaa mimi Elia wa Branham? Mimi naitoa wapi haya? Lazima awe ni Roho Bwana anazungumza katika Biblia siku hiyo.
Kwa hiyo yule Eloi aliyekuwa na Paulo ndio yule Eloi aliyekuwa na Ireneo, ndio yule aliyekuwa na Martin na Kolumba, watu wote wachono hizo mlazoni. Na yule Bwana Branham ni yule mmoja ambaye hawezi kubalika. Ni Mungu mashuhuri kabisa akileta anwani zake kwa pamoja suluhisho. Ndio maana leo unaona Yesu anaelezea maisha ya Adamu. Kwani yameandikwa wapi kwenye maisha ya Adamu? Mlazoni. Ukisoma Biblia utaona maelezo mafupi sana ya maisha ya Adamu. Mlazoni. Sisi tunatoa wapi yako ndani ya Biblia. Mlazoni. Niwaambie maisha ya Adamu yalifunuliwa na taifa la Israeli. Mungu alikuwa anachora mchoro wake ili kuwaficha wachinga wanaopenda kuyatumia maandiko ya Mungu kwa njia zao. Ndio anachofanya kainua taifa la Israeli. Alafu anazungumza kumbe wenzao anachora maisha nani? Maisha ya Adamu. Maelezo hapa akafunga. Leo hii hakuna watu wanashinda kuelezea pale. Sisi tunatoa wapi haya mahesabu? Leo ni roho Bwana inarudi katika michoro yake ile ile kiumana kuelekea siku mwisho. Ili upate kuchora mtakatifu Bwana. Mshukuru kwamba ni roho Yesu, roho Bwana aitwa Yesu anafunua mambo haya kuelekea moja siku mwisho. Nani alikuwa anachora? Ukiniuliza miaka 5 iliyopita nilikuwa sijui kwamba Adamu Yesu aliwahi kuwa Eloi Adamu, nilikuwa sijui mbelezo wale. Sikuwahi kuchora. Yesu alibidi anifundishe katika ufunuo. Wakati naanza huduma hii. Wakati naanza huduma Yesu akaniambia na anawezangu hizi hapa mbelezo. Hii kitu ndio nikaanza kuelezwa na mambo ya Yesu. Bwana akaanza kunifundisha katika michoro. Wataelezwa ni. Ndio ambazo ukisoma maandiko huwezi kuyapata moja kwa moja. Lazima yawe yamevunjwa katika ufunuo wa roho Bwana ili upate mahesabu. Adamu analetwa sasa kutoka kwenye zama za roho anakuja kwenye zama za maumbo kutuwakilisha. Bwana zuri. Mwingine anaweza kukuuliza kwamba sasa mtumishi, hebu tueleze wewe haya unasema tulikuwa kwenye zama za roho kabla kuja kuwa kwenye zama za maumbo. Wewe unatoa wapi? Nimewambia kasome Ezekiel 1:26 na Ufunuo sura 4 mstari wa 1 mpaka 8. Yohana anatuona kutoka kwenye zama za roho. Tunakuja kwenye zama za maumbo, tunatoka kwenye zama za maumbo, tunarudi kwenye zama nini? Zama za roho. Ezekiel anatuona tunatoka kwenye zama za roho, tunarudi kwenye zama za maumbo, tunatoka kwenye zama za maumbo, tunarudi kwenye zama za roho. Katika hesabu ile asiyepotea hata mmoja. Ndio maana kondoo Yesu hapotei. Mteule Yesu hawezi kupotea. Amen. Hapotei. Kama kupotea kwenye zama za roho hawezi kupotea kwenye zama za giza. Belazure. Yes. Kondoo ataona tu. Yaani yuko gizani ataona tu. Yaani atacheki na giza nene na mnaya analukaluka na nini. Kwa sababu ndani ana ujumbe belazure. Yesu atakachofanya kwa sababu anatafuta kondoo wake, anaanza kutengeneza, anatafuta zile njia. Sasa Yesu anazijua njia ya kondoo wake walikopotelea. Belazure anaanza kutafuta zile njia zile. Akishachungulia anamuona yeye anatupa nuru kule. Ni kondoo akicheka na mimi anaona hii njia hii hapa hii. Kesho yake utamkuta kondoo amerudi kwa Bwana. Watamelazure. Kwa hiyo kondoo Yesu hawezi kupotea. Amen. Watamelazure. Na tulituma kwa ajili ya kutafuta kondoo wa Bwana mashuhuri Yesu. Kwa maana leo Yesu anachukua chombo mwisho wa kanisa. Adamu mweke hapa katikati. Adamu akapewa vitu vinne. Cha kwanza Adamu alipewa ufunuo. Belazure. Cha pili Adamu alipewa uzima. Andika hapa chini mbabako. Cha tatu Adamu alipewa kuitwa mwana wa Mungu. Mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Belazure. Na hapa chini mbabako Adamu alipewa mamlaka. Mamlaka. Kwa lugha nyingine mamlaka maana yake ni utawala. Alipewa utawala. Wataeleza wewe. Sasa haya ndio mambo manne ambayo Adamu alipewa. Sasa ufunuo ni iliwakilisha zama za simba. Alafu uzima iliwakilisha zama za ndama. Na mwanadamu mwana wa Mungu iliwakilisha zama za mwanadamu. Na hapa juu kwenye mamlaka iliwakilishwa na zama za tai. Bwana zuri. Adamu akapewa mambo haya manne. Mungu akamwambia utakula matunda yote ya miti ya bustani. Lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni wazo la Ibilisi linaokwenda kupinga wazo la Mungu. Na Ibilisi anafanya mambo mawili katika kupinga wazo la Mungu, aidha kuongeza au kulipunguza. Yaani Ibilisi anafanya vitu ngapi? Viwili kwenye wazo la Mungu. Aidha anaongeza, na akiongeza anajua wanaenda jehanamu, au kupunguza na anajua akipunguza wanaenda wapi? Jehanamu. Ndio maana anaongeza miungu wako watatu. Kaongeza miungu na anajua wote wanaabudu miungu watatu wanaenda jehanamu. Ibilisi anajua hilo. Wataelezwa baadaye. Yes. Kwa hiyo wewe kazi yake ni kuongeza au kufanya kupunguza. Wataelezwa baadaye. Kwa hiyo Mungu anaambia Adamu utakula matunda yote ya miti ya bustani, lakini wazo la Ibilisi usile, acha, kwa sababu utakapokula hakika utakufa.
Na kufa maana yake sio kufa roho kuacha mwili, kufa katika mauti ya pili ya jehanamu ya moto. Atamelazwa. Mungu akamwambia ukichukua wazo la Ibilisi utakwenda jehanamu. Lakini ukiishi kwenye wazo langu utadumu milele. Mlazo laba. Hili ni wazo laba. Kwa nini Adamu alikuwa anatuwakilisha kutoka zamu za roho? Na mahubiri yote yalikuwa yafanyika rohoni. Mlazo. Adamu Yesu alichofanya akamhubiri Adamu. Kwa maana Yesu anajulikana kama Elohim Adama. Mlazo laba. Alikuwa ni Mungu wa Adamu kabla kuwa Mungu wa Ibrania. Na kabla kuwa Mungu wa Ibrania na Mungu wa Adamu, Yesu alikuwa ni Mungu wa watakatifu wote kutoka zama za roho. Katika ile miili yetu ya roho, Yesu mnapata vizuri. Sasa Adamu anapewa mambo haya manne, akaambiwa utakula matunda yote ya miti ya bustani, lakini wazo la Ibilisi usile. Watabarabara vizuri. Na Adamu alipewa namba 12 iliyotoweka katika zama za roho. Barabara vizuri. Watabarabara vizuri. Naomba turudi kwenye mchoro wa turudi. Kwenye ile tulikuwa tunamalizia. Yes. Asa mchoro huu uko hivi katika Ufunuo. Kuja hapa hivi. Mchoro huu uko hivi, niliwaambia ukisoma mahesabu haya kwenye zama za simba utampata Paulo na Ireneo. Simba moja, Paulo na Ireneo 2. Utapata namba 3 kwenye mkono wako wa kuume wa mraba wako, sawa? Chini ya mraba wako unapata zama za ndama. Ndama ni moja. Martin na Kolumbo utapata namba 3, sawa? Kuna wako kushoto mraba zama za mwanadamu unapata Martin Luther na John Wesley 2 na mwanadamu 3. Unapata namba 3 kwenye mkono wako wa kushoto mraba wako. Na hapa juu ya mraba wako unapata zama za tai. Unampata William Morris Branham Elia 4 na Elia 5 unapata ngapi? 3. Kwa hiyo utapata 3 kila upande. 4 mara 3 unapata namba ngapi? 12. Na namba 12 ukichungulia kati utapata 1. Lazima. Yesu alipotokea na mitume 12 alikuja watu watatu. Lazima nasibu 1 katika maarifa ya Ufunuo. Lazima iwe moja. Yesu huyu hapa anatokea moja huyu hapa. Kutoka kwenye zama za roho. Sasa Adamu anakuja kwenye zama za maumbo, lazima Adamu awe na namba 12. Tuliona hii katika siri zingine, lakini ngoja tufanye marejeo ili tunapotaka kwenda kwenye mchoro huu wa siri ya leo, katika siri ya 9 ya mchoro huu ili uweze kupata. Adamu huyu hapa ana 1, ana 2, ana 3 na namba 4. Ana ufunuo, ana uzima, anaitwa mwana wa Mungu, na hapa chini anapewa mamlaka na namba 4. Lakini lazima apate namba 12. Naomba sasa rudi pale katika michoro ya kinabii. Rudi kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7. Tupate maarifa haya ya ufunuo kwa kama Yesu mtumishi, ili tujue kwa nini Waebrania walikuwa na Waamuzi 12. Nini tafsiri yake katika michoro ya kinabii, ili tupate michoro halisi ya ukombozi. Ndio ndugu yangu. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7. Ndio. Amina. Naam. Na kwa sababu hiyo amina, mkijitahidi sana kwa upande wenu, amina, katika imani yenu tieni na wema. Sasa hapa naomba tuelewane vizuri. Lazima niliwaambia wazo la Mungu kwa Adamu. Mungu alichofanya, maisha ya Adamu yalifichwa ndani ya taifa la Israeli. Na Mungu alichofanya, aliandika Biblia yake kwa mtindo wa zigzag. Na kwa nini aliandika kwa zigzag? Kwa sababu alikuwa anawaficha wanaotaka kuyatumia maandiko vibaya, ili yadhibiti kuelekea moja siku za mwisho. Kwa hiyo aliandika Biblia kwa zigzag. Lazima kwa yale maisha ya Adamu yako ndani ya taifa la Israeli, lakini aliandika kwa zigzag. Petro anatokea baadaye, anapewa maarifa ya ufunuo katika ufunuo wa roho ya Bwana, kuleta mahesabu nini Adamu alikuwa nacho. Ulipata sura yao. Anasema katika imani yenu, imani unaweka hapo kwenye neno la ufunuo. Tieni na wema unaweka hapo kwenye neno la ufunuo. Watu wamepata zuri. Endelea. Na katika wema wenu maarifa unaweka kwenye neno la uzima, maarifa. Na katika maarifa yenu weke nini? Kiasi unaweka kwenye neno la uzima. Twende taratibu utafuata, ndio. Na katika kiasi chenu saburi weka kwenye neno la mwana wa Mungu. Mnasema? Amen. Kwa neno kushoto mraba wako, ndio. Na katika saburi yenu utaua weka kwenye neno la mwana wa Mungu kwenye mkono wako kushoto mraba wako, ndio. Na katika utaua wenu upendano wa ndugu weka kwenye eneo la mamlaka ya damu. Na katika upendano wa ndugu upendo weka kwenye eneo la nini? Eneo la mamlaka. Sasa tunagundua hapa kwamba imani moja, wema namba 2, 3 maarifa, 4 kiasi, 5 saburi, 6 utaua, 7 upendano wa ndugu, 8 nini? Upendo. Unaona haya mahesabu haya. Ulipata vizuri. Ukirudi katika zile zama za roho,
utagundua zile za roho kuna Simba, Paulo namba 1, Ireneo namba 2. Sawa? Kuna ndama, Martini namba 3, Kolumba namba 4. Umeelewa vizuri? Utagundua mwanadamu, umeelewa mfano mwanadamu, utampata Martin Luther namba 5, John Wesley namba 6. Utampata William Branham kwenye eneo la tai. Elia Ome 4 utapata namba 7, namba 8 unampata Elia Ome ngapi? Elia Ome 5. Utagundua hesabu zile zile. Ukichukua wale wenye wai 4, Simba, ndama, mwanadamu na tai unapata 4. Chukua zile jumbe 8, 4 na 8 unapata ngapi? 12. Ukirudi hapo katika sana za Adamu, chukua ufunuo, uzima, mwana wa Mungu na mamlaka, weka hapo unapata namba 4. Namba 4 jumlisha na hizi namba 8, mlazo imani 1, wema 2, maarifa 3, kiasi 4, saburi 5, utaua 6, upendano ndugu 7 na 8 unapata pe. Ukichukua 4 na 8 unapata ngapi? 12. Unaona Mungu ambaye hawezi kubadilika katika mchoro wake. Amen. Watu wameelewa? Na huu mchoro wa Adamu huu ambao Paulo Petro anauelezea katika ufunuo, Yesu alikuja kuelezea katika siri za kifalme. Tuliona kwenye baadhi ya jumbe. Naomba hii hapa mpe ndugu Gaspar nitairudia Yesu. Naomba ndugu yangu, naomba ufungulie kitabu cha Mathayo mtakatifu. Tuone mahesabu yake mapili. Ili mtakatifu Bwana ujue wazo la Mungu lisiokuwa na itilafu katika michoro ya kinabii na lazima. Amen. Ili ujue maarifa ya ufunuo. Kabla kuja kwa mambo ya sheria Yesu ufunuo za mambo. Naomba fungue Mathayo mtakatifu. Tuone hesabu hizi za kinabii. Ili ujue kwamba hata kumbe Bwana Yesu alisummarize mraba wake katika ufunuo. Belezero. Ninampenda sana mambo ya sheria Yesu, bingwa ya ufunuo na bingwa ya summary. Belezero. Yes, ana summary nyingi sana kwenye Biblia. Yesu ana summary za kutosha kwenye Biblia. Hasa wakati anafanya huduma yake duniani. Alifanya summary ya vitu vingi sana. Amen. Belezero. Yani anaongea jambo mfano fulani. Wakati ule Yesu ulikuwa ni mfano, kumbe Yesu alikuwa na summary wazo lake kutoka kwenye zama za roho. Amen. Mungu ambaye hawezi kubadilika. Sasa tuone leo, tunataka kuona summary ambayo Yesu alifanya katika maarifa. Alikuwa anamuelezea Adamu, alikuwa anatueleza kutoka kwenye zama za roho, ambayo tuliwahi kuona kwenye baadhi ya series, kama baadhi ya jumbe zingine. Naomba ndugu yangu fungua kitabu cha Mathayo mtakatifu mwelezo. Amen. Yesu sura ya Mathayo mtakatifu sura ya 6 ndugu yangu. Amen. Anza mstari wa 7 mpaka mstari wa 13. Sasa hapa naomba mnisikilize vizuri sana. Niliwaambia hizi ni chumba za kinabii mwelezo. Yesu anaziunganisha katika ufunuo ili upate maarifa ya ufunuo kuelekea moja siku za mwisho. Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 7 mpaka 13. Lisikieni neno la Bwana. Yesu anaachilia anwani zake maalum kuelekea moja siku za mwisho. Ndio ndugu yangu. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa. Amina, amina. Maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Amina, amina. Basi msifanane na hao. Amina, amina. Maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Amina, amina. Basi ninyi salini hivi. Sasa sikiliza, msipayuke kama wanavyofanya watu wa mataifa. Belazari. Sasa hapa Yesu anazungumza siri hali ya juu sana, akikosoa mifumo theolojia ya dunia. Belazari hapa. Alafu kiangalia hiyo sala, ndio leo hiyo sala Baba yetu Belazari wanaisali kile, kuna wengine wanarudia roho lakini hawajui Yesu alificha nini katika ufunuo. Belazari hapa. Ndio anaambia Yesu ni bingwa wa summary. Yaani kama kuna mwandishi ambaye nimewahi kumshuhudia mwenye summary ya kutosha zenye ufunuo, ni mambo ya sheria Yesu. Kwa hiyo tunayo furaha sana kumweleza mambo makuu Yesu. Tunazo mambo Belazari bingwa summary. Sasa angalia anafanya summary. Kumbuka Yesu ana Biblia amezifanya summary Belazari. Amen. Biblia Yesu ana summary 4 za Biblia. Summary ya kwanza alituma aliandika kitabu cha Torati. Torati ni summary moja Belazari. Kwa sababu Torati inajumuisha kuanzia mwanzo mpaka Hesabu. Ilikuwa ni summary yake ya kwanza. Baada ya hapo akaleta kitabu kinaitwa Nyakati ya Kwanza na Nyakati ya Pili. Akaleta summary kuanzia kitabu cha Mwanzo Belazari. Amen. Ni nzuri hapa. Amen. Mpaka Wafalme. Alafu akamaliza summary ngapi? Ya pili. Summary ya tatu akamtuma nabii mashuhuri kabisa wa Yesu. Anajulikana kama Nabii Isaya. Isaya akatoa summary ya Biblia nzima. Isaya ana sura 66 kwenye Biblia. Kwenye kitabu chake au chuo chake. Belazari. Kila sura moja ni kitabu kimoja cha Biblia Kiebrania. Na Yesu hapa. Summary ya 4 ambayo Yesu ataachilia siku ya mwisho. Ufunuo sura 10 mstari wa 2.
Yesu atakuja na kitabu kidogo kilichofunuliwa ambacho leo anaachilia ujumbe wa nani kanisa. Amen. Leo wanatoa summary. Welezoni summary yake ya ufunuo. Nini alifanya katika maarifa kutoka kwenye zama za roho. Kwa maana leo unasomea kile kitabu unaonyeshwa ulikuwa wapi kutoka kwenye zama za roho. Ulipanguaje na Bwana. Mungu asiyebadilika. Welezoni. Yesu ndio maana haikuwahi kuhubiriwa katika zama zozote. Zabingwa summary huyu anaanza kuelezea wazo lake. Angalia hiyo sala hiyo. Lakini anaelezea wazo lake kutoka kwenye zama za roho. Mungu na shauri wa zama zote. Amen. Hebu ipenda usimsalipo salini hivi ndio. Basi ninyi salini hivi. Amina amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe ndio hapa duniani kama huko mbinguni. Amina. Utupe leo riziki yetu. Amina. Utusamehe deni zetu. Amina. Kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Amina. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Amina. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Sasa sikilizeni hapa. Chora mbaba wako mrefu na mpana sawa. Chora hivi. Watengeneze. Amen. Huyo ni mbaba. Kwa kuwa ufalme ni wako. Weka hapa katikati. Kwa kuwa nini? Ufalme. Kwa kuwa ufalme wako. Ni wako. Endelea tulipate ile. Kwa kuwa ufalme ni wako ndio na nguvu na utukufu hata milele. Hata milele. Wataendeleza. Amen. Weka hapo katikati ya mraba wako. Kwa kuwa ufalme ni wako. Ufalme ule wa hapo katikati ya ule mfalme ni nani? Yesu. Ni Yesu. Wako wangapi? Mmoja. Wako watatu au yuko mmoja? Maandiko yanasema kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu. Sio kwa kuwa ufalme ni zenu. Mwelezo? Amen. Kwa kuwa ufalme ni wa Mungu mmoja. Weka hapo katikati. Wataendeleza. Amen. Haya sasa tunapanga mkono wako kume. Mkono wako kume wewe mraba andika hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Mwelezo? Hapa duniani kama huko mbinguni. Weka namba 1. Namba ngapi hiyo? 1. Rudia hiyo. Rudia mtoro bwana ili tuweze kupata ndio. Baba yetu uliye mbinguni. Hapa sasa tunaandika mkono wako kuume mraba huu. Baba yetu uliye nani? Mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe. Ndio. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Weka hapa ndio mwenye wao wa kwanza ambaye ni Simba. Simba kiunguruma anatokea juu bwana. Anakuja kutangaza Baba yetu uliye mbinguni. Nani aliyeko mbinguni? Mwamba wa shauri Yesu. Kwani leo Yesu kwapi? Soma Ufunuo sura 4 mstari 2. Yohana anasema alimuona mmoja ameketi kwenye kiti kile cha enzi. Bwana zuri. Ezekiel alimuona mmoja. Ezekiel sura 1 mstari 26. Musa anachora na hesabu bwana zuri pale jangwani. Patatu wanaenda kiti kimoja cha mwamba shauri Yesu. Bwana zuri. Suleiman anajenga leo hekalu anaenda kiti kimoja patatu. Huyu hapo anatoka kama simba ukabila la Yuda, anashuka kuleta ujumbe ndani ya kanisa. Anayatoa mapenzi ya Mungu kule juu analeta duniani, kuanzisha ujumbe na utaratibu wa ukombozi duniani kutoka ndani ya taifa moja kwenda katika mataifa yote ya dunia. Yesu anazungumza kutoka katika zama zile za simba. Hii inaitwa ni mwenye wa mfano wa simba. Namba 1, mkono wako wa kuume kwenye sala hiyo mashuhuri kabisa ya Yesu. Wataendeleza. Amen. Twende namba 2. Yes. Namba 2 chukua hii hapa. Mwelezo. Amen. Mwelezo. Amen. Utupe leo riziki yetu. Mwelezo. Amen. Utusamehe deni zetu. Walipata sura. Amen. Yesu. Namba 2 utupe leo riziki yetu. Mwisho hapo. Namba 2 utupe leo. Rudia hiyo ndugu yangu. Utaweka hapa chini mraba wako. Utupe leo nini? Riziki. Leo riziki yetu. Weka hapa chini mraba wako. Wataelewa. Amen. Huyu ni mwenye wao mfano ndama. Kwani ndama upate chakula. Na wauliza wateule. Tunazungumza lugha za kinabii hapa. Ndama kula chakula, huwezi kupata. Ukienda dukani unaona buchani unanoni. Upate chakula.
Nauliza swali, upate chakula? Utupe leo riziki yetu. Yesu anatoka kwenye lugha ya maumbo, anapeleka katika ufunuo wa Roho. Sala hiyo mlazo, niangalie sala inavyoleta wazo la Mungu lisiokuwa na itilafu katika michoro. Amen. Namba 3, tusomee namba 3. Utusamehe deni zetu. Utusamehe deni zetu, yes. Kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Amina. Nukta. Amen. Yesu ukiona nukta ndio mwisho. Ndio. Rudia tena, Utusamehe deni zetu kama vile sisi tunavyowasamehe nani? Wadeni wetu. Sasa niwaulize swali, mkono wako kule zinaitwa zama za nini? Zama za mwanadamu. Zama za mwanadamu ni zama za utu. Wewe wasikie na wasikie. Wale hatibu niwaambia ujumbe wa Yesu haurudiwi. Kama ukihisi na hisi mimi narudia, sirudi. Mbele sana. Amen. Utusamehe deni zetu kama vile sisi. Angalia hiyo utu, manazo. Amen. Utu. Mnaelewa baba? Ama huko anakaa mwenye wao mfano nani? Mfano mwanadamu, mnaelewa? Mwanadamu maana yake utu. Hapa kizungumzia tena mwanadamu maana yake ufunuo. Ndio baba. Hii ni kitu kingine Yesu anakileta katika ufunuo. Mwangalie Yesu anazungumza lugha rahisi sana, akificha mambo miaka mingi iliyopita. Leo anayafunua kuelekea siku za mwisho. Utueleze baba. Amen. Namuona huyo. Utu, twende kwenye namba 4, Na usitutie majaribuni. Usitutie majaribuni. Lakini utuokoe na yule mwovu. Hapo panaitwa zama za tai. Ukisoma Ufunuo sura za tai arukae. Tai anayeruka na mkimbia Ibilisi kwa njia ya Ufunuo. Mwenye masikio na asikie. Umelipata vile? Rudia ndugu yangu hajanasa hilo. Na usitutie majaribuni. Usitutie majaribuni wapi? Zama za tai tumepewa mabaya ya kuruka. Ujumbe wa Yesu kwa moja suluhisho ni ujumbe wa kupaa kumchanga. Yaani tunamwangalia Ibilisi yule pale. Tunaruka au tunaenda kuchungulia ile doa ya Roma. Tunaona uchafu na uchinga. Tunarudi tulikotoka katika maarifa. Amen. Imeelewa sura hapa? Amen. Sasa unatolewaje kwenye majaribu? Unatolewa kwenye majaribu kwa njia ya ufunuo. Ujumbe wa saa ndio utakaokupa kumshinda Ibilisi. Amen. Wataelewa sura? Kwa Yesu alieleza wenye uhai wanne kupitia sala. Katika lugha rahisi sana. Alafu hapa katikati sasa, kwa kuwa ufalme ni wako, nani? Mungu mmoja ambaye amekaa hapo katikati ambaye ni Yesu. Alafu lazima azungukwe ni namba 12. Twende taratibu hapa. Hapa anasema utuokoe, utuokoe. Nimeandika kwa kifupi hapa ni deni zetu. Ambayo hapa ni utu. Utu hapa nini? Chakula. Hapa nini? Tunaruka kwa njia kuruka kwa njia funuo. Inaelewa sura hapa. Amen. Unaona Yesu leo. Mungu mashuhuda analeta anwani zake rais. Sasa Yesu alitumia Mathayo sura ya 6 mstari wa 7 mpaka mstari wa 13 kuelezea mraba wake ambao watakatifu wote tulikuwa kutoka zama za Roho. Baba yetu uliye mbinguni tulikuwa naye kwa zama za Roho. Zama za simba hizo. Mwanzo utupe riziki yetu. Mwanzo baba kwenye zama za ndama. Hapa anasema tusamehe deni zetu kama sisi tunavyowasamehe. Hapa utu na hapa juu anaeleza ni namna gani tunaweza kumkimbia Ibilisi. Tunamkimbia kwa njia ya ufunuo. Kwa maana leo huwezi kumshinda Ibilisi kama huna ufunuo wa Yesu. Yesu atakuamini, Ibilisi atakunasa tu. Mwanzo utanaswa kwenye mifumo ya madhehebu. Wewe ukihisi kwa mifumo ya Mungu mwanzo, matokeo ya mwisho utajikuta unaanguka mwisho. Walipata vizuri wewe. Kwa nini? Lazima uwe na ufunuo, na ufunuo wa Yesu unamuonyesha Ibilisi chanzo chake ni nini na mwisho wake ni wapi. Na kila zama au kila kizazi Ibilisi huwa anatumia mbinu tofauti. Wakati William Branham anahubiri injili yake wakati huo, William Branham wakati anahubiri injili katika karne ya 20 mwaka 1933 mpaka mwaka 1965. Ibilisi njia alizozitumia hawezi kuzitumia leo. Anachokifanya anabadilisha utaratibu. Wakati Paulo anahubiri mnazo njia ambazo Ibilisi alizitumia hakuzitumia wakati wa Ireneo. Wakati wa Ireneo hakuzitumia wakati wa Martin. Wakati wa Martin hakuzitumia wakati wa Kolumba. Wakati wa Kolumba hakuzitumia wakati wa Martin Luther. Wakati wa Martin Luther hakuzitumia wakati wa John Wesley. Wakati wa John Wesley hakuzitumia wakati wa William Branham. Hata leo kuelekea siku za mwisho Ibilisi anabadilisha utaratibu namna ya kupambana na ujumbe wa neno kabisa. Watameleza na bwana. Namna ya kupambana na ujumbe wa nabii wa nane wa kanisa. Harudi, melezo wewe, anabadilisha utaratibu wa mapambano. Kwa uwezo kumshinda Ibilisi
kwa harakati ya ujumbe uliopita. Yes. Ndio leo unakuta kuna watu mfano wakati ule wa Martin Luther wakaunda utaratibu wao. Leo huwezi kumshinda Ibilisi kwa njia hiyo. Utanaswa tu. Huwezi kutumia wakati ule wa John Wesley. Utanaswa leo, mwanzo. Kwa hiyo lazima leo upokee ujumbe wa saa utakaoonyesha Ibilisi yule pale na namna anayofanya kazi zake, ili uweze kuvaa hayo mabawa, ili uweze kuruka. Na ujumbe wa mwisho wa kanisa ni ujumbe wa tai. Yesu akaeleza wazo lake kuu katika michoro. Mnaelewa vizuri? Watu wengi wamepata vizuri. Sasa tunataka kuona, maana lazima huu mchoro, hii sala hii iliyokuwa inaelezea hao wenye wai wanne na mmoja aliyeketi katikati. Mnaelewa vizuri? Lazima sala hii iwe na namba 8 iliyozunguka ili kutengeneza namba ngapi? Namba 12. Ili fungue Mathayo Mtakatifu tupate maharifa hiyo. Fungue Mathayo Mtakatifu sura ya 5. Mathayo Mtakatifu sura ya 5 anga mstari wa 3 barabara vizuri mpaka mstari wa 10. Sasa hapa twende vizuri, si baraza ile. Nisikilizeni vizuri ili kupata uweze kupita. Tunazungumza siri za kinabii, maana hii ni prophetic messages. Na ile Biblia inaandikwa kwa zigzag. Yesu alikuwa anaelezea wazo lake kwa njia ya zigzag. Maana alikuwa anaelezea kile ambacho Musa alikitengeneza. Yeye alikuwa anaelezea maisha ya Adamu pia. Yeye alikuwa anaelezea maisha ya watakatifu kutoka zama za Roho. Kwa maana tunazungumzia ujumbe wa waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha maumbo ya Agano la Kale kuja katika ufunuo wa Agano Jipya. Kwa maana tunachukua hii mahesabu haya yote na mikokoto hii ya kimahesabu kuelezea maisha ya Adamu na namna yalivyotokea, ili tuje katika taifa la Israeli na kuona muunganiko wa michoro ya kinabii ili kupata jawabu la jumla. Watameleza wewe. Twende sasa kwenye Mathayo Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 3 mpaka mstari wa 10. Ndio. Heri walio maskini wa roho. Heri walio maskini wa roho, ndio. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hiyo ni namba 1. Tunahesabu hapa. Ya kwanza, hizi ni heri 8. Heri ngapi? 8. Bwana aliziweka katika lugha ya ufunuo ili kuunganisha na ule mchoro wa waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 7. Rudia tena mtoro wa Bwana ndio tuweze kupata. Heri walio maskini wa roho. Heri walio maskini wa roho. Ni wakina nani? Ukichukua waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 7, utagundua Petro anataja imani. Anataja nini? Imani. Wataelewa? Heri walio maskini wa roho. Barabara nzuri. Kwa nini? Kwa sababu waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 7 anataja nini? Imani. Kwa hiyo heri ya kwanza ni imani. Wanasema hapa, ya pili, heri wenye huzuni. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Hao watafarijiwa. Huzuni yao inatoka wapi? Hawa ni wale ambao wanatajwa kwenye wema. Sasa na waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mbona mstari wa 5 mpaka 7. Petro anataja wema. Wema huko unapata heri. Urudia hiyo heri. Heri wenye huzuni. Heri wenye huzuni. Ya pili ni heri wenye huzuni. Amen. Heri wenye huzuni, kuna wema. Ndio, endelea. Ya 3. Heri wenye upole. Heri wenye upole. Kwa nini? Hawa wamejaa na maarifa. Mmenipata vizuri? Amen. Kwa heri wenye upole weka maarifa. Wataelewa wewe. Amen. Taratibu hapa. Ndio. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Kwa nini? Wana kiasi. Sasa na waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 7. Wataelewa vizuri? Heri ya ngapi hiyo? Heri ya 4. Twende heri ya 5. Heri wenye rehema. Heri wenye rehema. Kwa nini? Ni saburi. Bwana. Sasa na waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 7. Kwa heri wenye nini? Rehema. Rehema sawa na saburi. Endelea. Heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo safi. Heri ya 6 hiyo. Heri ya 6 kuna nini? Kuna utauwa. Utauwa maana yake ni kuondokana na mifumo ya dhambi. Lazima matokeo mwisho utapata nini? Utapata moyo safi. Hii mnaelewa? Ndio taratibu utalinasa katika maarifa. Ndio. Tunaenda heri ya 7. Heri wapatanishi. Heri wapatanishi. Kwa nini? Petro anataja upendano nini? Wa ndugu. Ndugu wakipendana, maelezo kuna upatanishi. Tunaelewa. Mnaelewa? Amen. Ni Biblia, sio mimi. Yesu alikuwa anaeleza siri zake katika michoro
Niwaambie Biblia ni mchoro wa zigzag. Amen. Yesu alijifanya aliweka zigzag kudhibiti udanganyifu duniani. Tunataka kuelekea mbele siku za mwisho. Yesu atasema vitu mpaka watu watashangaa, mbona sisi tunasoma Biblia hii kila siku? Mbona watu waende mambo haya? Lazima iwe Yesu awe anasema kwanza ili tuweze kupata maarifa ya ufunuo. Heri ya 7 hiyo, ndio maana upatanisho kwa ufunuo kwenye waraka wa Petro sura kwanza sura 5 mpaka 7. Tunaona nini? Tunaona pendano ndogo, ndio. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Kwa nini? Kule kuna upendo. Na upendo ni kelele, hata ukiuziwa mara 200, mara 1000. Mwelezo baba. Upendo wa Mungu katika utimilifu. Wenyewe hauhesabu mabaya, mwelezo. Hata wale wabaya wanapotutendea mabaya, sisi tutasonga wapi? Tutasonga mbele kwa njia ya ufunuo Bwana. Mwelezo zuri baba. Mmeona heri 8 zile ambazo Yesu anazitaja zile. Petro anaeleza kitu kile katika engo mbili zinazoumana kuleta thawabu ya chunga kuelekea moja siku za mwisho. Ndio maana Yesu anaachilia ushuhuda wa mashuhuri wa Yesu. Watu wanaelewa. Sasa tunazipanga zile heri, tunaunganisha na ile Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 7 mpaka 13. Utagundua wazo la Mungu halibadiliki. Wakati ananifunza vitu hivi nilibaki na mshangaa. Nikamwambia Mungu, mbona una mahesabu mazito namna hii? Mbona Biblia yako inaanza kushangaa sasa katika ufunuo? Mwanzo. Sasa hapa tunaanza tendo Bwana. Unaweka ile Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mwenye wangu kwanza lazima awe na heri ngapi? Heri 2. Unachukua heri ya kwanza na heri ya pili. Hebu tutajie hizo heri 2. Tunaweka mkono wako wa kuume kwenye zama za simba. Utamwona Yesu analeta hesabu ya namba 12 katika wazo rahisi kabisa. Kutoka kwenye Mathayo sura ya 5 kwenda kwenye Mathayo sura 7. Yesu akachora ule mraba, alafu akazungumza mambo yake katika ufunuo, alafu akaficha. Ukisoma pale huwezi kuona mraba. Maelezo wewe. Amen. Watu wameelewa wewe. Amen. Haya lazima awe ni Yesu anazungumza kwa moja siku za mwisho. Tunaona Yesu anaunganisha mchoro hii ili upate kufahamu kwa moja siku za mwisho. Uchoro ni maneno za mambo mashuhuri. Yesu afunuza mambo ambayo yeye anazungumza ili aulete anwani maalum kwa moja siku za mwisho. Tutajie heri ya kwanza na heri ya pili, ndio. Heri walio maskini wa roho. Kwa hiyo maskini wa roho, heri wenye maskini wa roho, heri ya kwanza weka hapa. Yes. Heri wenye huzuni. Huzuni, mwanzo weka hapa kwenye eneo la Baba yetu wa mbinguni. Watu wameeleza wewe, jina lako litukuzwe. Hapa kuambia Baba zetu mlioko mbinguni, majina yenu yatukuzwe. Biblia inasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Amen. Mwanzo ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi mbinguni. Leo tunahubiri ujumbe wa 8 kanisa uliohubiriwa mbinguni, mwanzo ili mapenzi ya Mungu yanatimizwa kutoka zama za roho kuja katika zama za maumbo. Yesu alihubiri wakati wa zama za Paulo. Paulo alihubiri ujumbe kutoka zama za roho, mwanzo nawe ili mapenzi ya mbinguni na mapenzi ya duniani yatimizwe katika ufunuo. Leo kuna watu wanaanzisha huduma wanaziita kwamba kuna kutoka juu kuja wapi chini, alafu yanayotokea chini ni mambo machafu na ya kichingo ulimwenguni wa udanganyifu. Mapenzi ya Mungu yanasema yawe na uchumbe unaoumana kutoka zama za roho kuja zama za maumbo. Kutoka zama za maumbo za Agano Kale kuja katika zama za roho za Agano Jipya. Kuchora mahesabu ukumbushe Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mwenye wao mfano wa simba, tunapata heri ya 2 maelezo. Heri wenye nini? Maskini wa roho, alafu heri ya pili, heri wenye huzuni. Tumemaliza katika zama za simba. Wataweza wapata huzuni. Tunakuja kwenye zama za ndama, utupe leo riziki yetu. Heri wenye upole. Heri wenye upole. Maelezo. Amen. Ndio. Heri wenye njaa ya kiu. Heri wenye njaa za kiu, amna kiu haki. Unaona mahesabu ni yale. Utaona heri 2 zinakuja kwenye wakati wa riziki yetu wa zama za simba. Tunakwenda mkono wako wa kushoto babako. Hiyo ndugu yangu. Heri wenye rehema. Heri wenye rehema. Heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo safi. Katika zama zile za nini tunaziita zama anasema utusamee deni zetu. Melezo kama sisi tunavyowasamee wadeni wetu. Tunasema hizi ni zama za utu. Hizi ni zama za mwanadamu, maana yake zama za nini? Zama za utu. Wataona mpaka nzuri hapa. Zama za utu lazima zibebe mambo mawili. Kwa kwanza rehema, ya pili utaua. Wataendeleza hapa. Unaona mahesabu yale ambayo Bwana anaachilia kuelekea moja siku za mwisho.
Mwanazuri, zinaleta rehema, zinaleta usafi wa moyo katika maarifa. Tunamaliza heli mbili hizo, mwanazuri. Tunakwenda kwenye heli mbili za mwisho. Kwenye eneo la mamlaka. Mwanazuri, ndio ndugu yangu. Heri wapatanishi. Heri wapatanishi, yes. Heri wenye kuudhiwa kwa. Heri wenye kuudhiwa katika kwa ajili ya haki. Mwanapata usura. Hapa anasema utokoe na yule mwovu. Katika utokoe na yule mwovu sasa na mwenye wani mfano tai. Mwanazuri, tunapewa heri mbili. Heri ya kwanza anazungumza na hebu rejea hapo. Heri wapatanishi. Heri wapatanishi. Heri wenye kuudhiwa. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili yake. Kwa hiyo utapata nini? Utapata baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama kwa mbinguni. Unapata mwenye wai mfano wa simba moja. Utupe leo riziki yetu. Unapata mwenye wai mfano wa mfano wa ndama mbili. Unakuja kutusamehe deni zetu kama sisi tunavyosamehe katika zama za utu. Unapata ngapi hapa? Unapata namba 3. Umeelewa vizuri? Unasema namba 4 anasema kwamba utokoe na wewe mwovu. Unapata nini? Mwenye wai mfano wa nini? Mfano tai. Wewe mnaelewa vizuri hapa? Amen. Umepata vizuri hapa? Kwa hiyo unapata wenye wai ngapi? 4. Chukua heri mbili kila upande. Heri mbili kwenye mkono wako wa kuume, heri mbili chini ya mraba wako, heri mbili mkono wako wa kushoto, heri mbili wapi? Chini ya mraba wako. Chukua 2 kujumlisha 2 kujumlisha 2 kujumlisha 2 unapata 8. 4 na 8 unapata ngapi? 12. Wazo hili la Mungu lisiokuwa na itilafu. Yesu bingu wa Samari alianza kutoa Samari wakati anahubiri. Na hapa kumbuka Mathayo sura ya 5 mpaka ya 7. Yesu ndiye anafanya mahubiri yake ya kwanza akileta agano jipya. Lile ambalo Musa alichora mahesabu. Ambao mkono niliwaambia Musa aliandika vitabu 5. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha pili ni kitabu cha mambo ya Lawi. Unaelewa vizuri? Kitabu cha 3 ni kitabu cha hesabu. Kitabu cha 4 ni kitabu kitabu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha pili ni kitabu cha Kutoka, kitabu cha 3 ni mambo ya Lawi, kitabu cha 4 ni kitabu cha hesabu na kitabu cha 5 ni Torah. Sasa unaweka hapa katikati weka kitabu cha Mwanzo ambaye ni Yesu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu, amen. Unaelewa? Weka hapa katikati Mwanzo. Kuna wako 10 andika kitabu cha Kutoka. Mnaelewa? Hawajanipata balazuri. Unanipata bado? Hii ni nabii balazuri. Ni uchungu wa kinabii, lazima upate mahesabu haya. Nisikupite. Sikiliza hii. Sikiliza vizuri, balazuri sikupite hapa. Mnaelewa vizuri hapa? Musa aliandika vitabu ngapi? 5. Cha kwanza Mwanzo, cha pili Kutoka, cha 3 mambo ya Lawi, cha 4 hesabu, cha 5 nini? Kumbukumbu la Torati. Mwanzo weka pale katikati. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Anazungumza mwanzo mmoja ambaye nani? Yesu. Mnaelewa leo? Alafu unakuja mkono wako wa kuume. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Mbinguni. Ili mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani, lazima watu watoke kwenye mfumo wa dhambi. Nini kitatokea? Unapata kitabu cha nini? Cha Kutoka. Bwana masikio na asikie. Amen. Tuende vipi talinasa hiyo? Unapata hizo hapa. Tuende vipi? Unakuja hapa, tupe leo riziki yetu. Riziki gani unaona mambo wala? Mambo wala. Walawi walikuwa wanachinja sadaka. Na zile sadaka za Waebrania ndio ilikuwa chakula cha Walawi. Mnaelewa? Walawi walikuwa wanakula zile sadaka wanaoletewa na nani? Na Waebrania. Watu wengi wanapata hizo hapa. Twende taratibu utamgundua Yesu badiliki kwenye wazo lake. Amen. Anazunguka tu anarudi pale katika mchoro. Kitabu cha 3 kinaitwa kitabu cha hesabu. Wataelezwa. Huko anasema wewe Bwana utusamee deni zetu kama sisi tunavyosamehe. Mwenzenu akiwakosea mkipatana naye anajumuishwa ndani ya ufalme. Imeelezwa hapa. Mwenzenu mkikosana na ndugu yenu akitubu dhambi akageuka anaingizwa ndani ya nini? Ufalme. Maana yake hesabu atahesabika ndani ya ufalme. Wewe masikio na hasikie. Alafu kitabu kinachofuata kitabu cha Torati juu ya baba yako. Imeniwazo. Anasema utusamehe, yaani utuokoe na yule mwovu. Tunaokolewaje kwa yule mwovu? Lazima tai. Lazima Torati ni nini? Ni neno la Mungu linalomchulia mtu kuweza kumuokoa katika zama husika. Tumeelezwa wewe. Mungu mashauri Yesu anachilia neno zake maalum. Kwa Yesu wakati anaanza agano jipya, alikuwa anafanya michoro ile ya agano la kale. Alikuwa anaelezea yale makazi ya Adamu kuja katika michoro ile ya Kiebrania, kuleta mchoro ule wa ukombozi ili watu wapate mahesabu kwa kama ujisuluhisho. Ndio maana Yesu anaelezea huo hapa. Mwanzo hii ni Mathayo sura ya 5 mpaka Mathayo sura ya 7.
Yesu alikuwa anaelezea siri hii, mlazo anacheza hapa katika Ufunuo. Analeta siri hizi za kinabii kuelekea moja siku za mwisho ili uweze kupata maarifa ya Ufunuo. Watakatifu wa Bwana, mlipata hivyo. Isikupite mtakatifu wa Bwana. Isikupite, Yesu anazungumza kuelekea moja siku za mwisho ili uweze kupata anwani maalum za ukombozi. Kwa hiyo unaona hili wazo kwa Mungu usiokuwa na hitilafu. Mungu hapa tulikuwa tunaona kile ambacho Yesu alikuwa analegea yale maisha ya Adamu. Watu wanaona zile. Adamu alipo ule mraba na ule mraba ulikuwa na namba 12. Na kama hapa tulivyoona, ukichukua ile yetu na heri mbili unapata namba 3. Ukija hapa chini, unaona zile. Utupe leo riziki yetu na zile heri mbili unapata 3. Na hapo kuchukua utusamee deni zetu na zile heri mbili unapata 3. Na hapa chini, unaona zile. Ukichukua utuokoe na wewe mwovu na zile heri mbili unapata ngapi? 3. 4 mara 3 unapata ngapi? Namba 12. Wazo wa Mungu sio kwa hitilafu. Atameleza. Adamu alipotenda dhambi, Mungu akamfukuza kwenye wazo wa Mungu. Watameleza baba. Mungu akaanza kutembea na taifa la Israeli, kuchora mchoro wa ukombozi ili injili itoke ndani ya taifa moja iende katika mataifa yote ya dunia, ili mtu yeyote wa watu wa mataifa asiongeze wala asipunguze kwenye wazo la Yesu. Watameleza vizuri. Ndiko tuliona katika mchoro hii. Naomba fungue mwingine sasa. Twende haraka kidogo mbele. Tuone sasa katika michoro hii. Sasa ndiko Yesu anaanzisha taifa moja la Israeli. Kama alivyotendea na mtu mmoja, Lazaro, Adamu, aliyekuwa anatuwakilisha kutoka kwenye zama za roho. Ilibidi Mungu atengeneze taifa moja la uwakilisho, ili Mungu achore mchoro wa ukombozi. Kwa maana leo injili ya watu mataifa ni lazima ujumbe wetu urudi kwenye michoro yote ya Agano la Kale kuja michoro yote ya Agano Jipya. Kutoka kwenye Biblia ya Kiebrania. Unaona vizuri? Kutoka kwenye zama za manabii wa Kiebrania kuja katika zama za mitume wa Kiebrania. Ili watu wa mataifa tusiongeze chochote wala tusipunguze chochote katika Ufunuo. Watu wameendelea vizuri hapa. Tunataka uweze kulipata katika michoro hiyo. Sasa hapa tunakuja ili uweze kunielewa vizuri hapa. Unaona? Tunakuja katika michoro hii ya kinabii ili upate maarifa. Niliwaambia Mungu aliinua watu 4 katika Israeli. Mtu wa kwanza alijulikana kama Ibrahim. Mtu wa pili alijulikana kama Isaka. Mtu wa tatu alijulikana kama Yakobo. Na mtu wa 4 alijulikana kama nani? Yuda na ndugu zake. Yuda ni nani? Na ndugu zake. Ili kuunda ufalme. Hawa ni watu mashuhuri sana katika taifa la Israeli. Na Yuda anayesimama kwa niaba ya Yuda ni Daudi. Nani? Kwa hawa ni watu 4, unaweza kusema wa kwanza ni Ibrahim, wa pili ni Isaka, wa tatu ni Yakobo, wa nani ni Daudi. Hawa ndio watu mashuhuri wa taifa la Israeli. Lakini kwa nini Yesu aliwatumia watu 4 hawa? Aliwatumia akielezea wazo lile lisilobadilika kutoka kwenye taifa moja, ili injili itoke ndani ya taifa moja iende katika mataifa yote ya dunia, ili watu wa mataifa wasiongeze chochote wala wasipunguze chochote, ili waweze kupata ukombozi. Watu wanaelewa vizuri. Sasa unachora mraba wako marefu na ndipana sawa. Chora tena mraba wako tena, unazuri. Marefu na ndipana sawa. Katikati hapa muandike Eloi. Nani huyo? Eloi, Mungu wa Ibrania. Mungu wa nani? Mungu wa Ibrania katika michoro kinabii. Sasa Ibrahimu, uweke mkono wako kushoto mraba wako Ibrahim. Abe mkono wako kume mraba wako Ibrahim. Chini mraba wako andika Isaka. Kwa kushoto mraba wako muandike Yakobo. Na hapa juu ya mraba wako muandike nani? Muandike Daudi. Utaona watu 4 wamezunguka mraba wa Bwana. Sasa kusoma maandiko huwezi kuona mraba. Maana vizuri wewe. Ni lazima uwe umefichwa katika siri za ufalme. Kwa maana kuelekea moja siku za mwisho Yesu anaachilia anwani hizi ili uweze kupata maarifa ya Ufunuo. Kwa maana ukisoma Biblia, ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 15 mpaka mstari wa 22 inaelezea ule mchi ni mtakatifu na ule mchi ni mraba, na mraba wenyewe ndio huu unaona unaidhiliwa hapa. Kwa nzuri. Ule mraba unaoona kwenye Ufunuo sura 21 na mstari wa 15 mpaka 22 ndio huu tunazungumza hapa katika Ufunuo. Mlazaro. Tunazungumzia juu ya ule mchi mraba. Kwa maana pia unaweza kuona kwenye Ezekieli sura ya 42 mstari wa 15 mpaka 20. Tunazungumzia juu ya mahesabu haya ya mraba huu wa takatifu. Na ndio maana mahesabu haya yalifichwa mpaka wakati wa mwisho. Na huu mraba ndio ule ambao Musa aliutambulisha kwamba Mungu mkuu Yesu atazungukwa na wenye wale 4 atakapotokea. Na ndio maana Yesu alipotokea alikuja na neno hizo ili kuchora mahesabu ya ukombozi. Wataelewa vizuri.
Sasa Yesu anaanza sasa kuelezea maisha ya Adamu baada ya Adamu kufukuzwa. Yesu anaanza kuchora mchoro wa wazo lake lile lisiokuwa na hitilafu. Unamwona Ibrahimu anatokea Isaka, anatokea Yakobo, alafu anatokea Daudi. Tunaona katika historia ya Biblia Kiebrania, hawa watu wanne ndio Yesu amejisifia nao. Yesu kajisifia watu wanne tu. Mwelezo wanne. Na tuone hii, tuliona kwenye baadhi ya jumbe. Naomba fungue pale Kutoka sura 3 mstari wa 6, alafu tukwenda Kutoka sura ya 3 mstari wa 15. Tuone mambo haya ili watu wapate elimu hizi kwamba Yesu alijisifia na watu wanne tu katika historia ya Biblia. Amen. Yaani yeye mwenyewe Yesu alijisifia na watu wangapi? Wanne. Kwa nini? Yesu alikuwa anachora mchoro wa wazo lake katika maarifa. Ndio Kutoka 3:6 na Kutoka 3 sura 15. Ndio. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Umesikia hiyo? Anataja watu watatu wanajisifia nao. Amen. Belezo, tuende Kutoka 3:15. Ndio. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Unaona hii? Anajisifia watu wangapi? Watatu. Tuone mtu wa nne. Nenda kwenye chuo cha Nabii Isaya sura 38 mstari wa 5. Tuone siri hizi wakati tunajaribu kuunganisha michoro hii kuelekea moja suluhisho ili upate maarifa ya ufunuo. Barabara zote wakati Yesu anachilia ujumbe wake wa mwisho wa kanisa duniani. Ndio. Kwa maana michoro yote inakuja Yesu anaeleza ili wewe upate kupata maarifa haya. Ndio. Enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako. Sikiliza, Bwana Mungu wa Daudi baba yako. Yesu anajisifia. Amen. Anajisifia. Watuelewe. Kwa hiyo utagundua kwamba Yesu anajisifia kwa Ibrahimu, anajisifia kwa Isaka, anajisifia kwa Yakobo, anajisifia kwa Daudi. Watu wangapi hao? Wanne. Kutengeneza wale wenye wale wanne. Watuelewe na wewe. Amen. Mnalipata zuri? Umeelewa hapa? Usipite. Mnalipata zuri? Kwa hiyo anajisifia watu wanne. Na unachora mchoro wako, unapata mchoro huo kwa hesabu. Wazo la Mungu lisiokuwa na hitilafu katika michoro. Sasa Musa anawatoa Waebrania kutoka Misri, anawapeleka jangwani. Wakifika jangwani, Mungu anamwambia wapange Waebrania katika pande ngapi? 4 zile ya wazo la Mungu lisiokuwa na hitilafu. Bwana zolewe. Unaweka upande ule wa Ibrahimu, mwanzo hii kwa mujibu wa Hesabu sura ya 2 mwanzo mstari wa 1 mpaka mstari wa 31. Hesabu sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 31. Kwenye eneo hili la Ibrahimu huku alikaa Yuda, kwenye eneo la Isaka alikaa Reubeni, kwenye eneo la Yakobo alikaa Efraimu, na kwenye eneo la Daudi mwanzo Mungu akamweka Dani. Wataendeleza wewe. Amen. Unapata uzuri wewe? Eh? Amen. Unapata uzuri wewe? Amen. Hebu tupe neno kidogo ili tuweze kupata maarifa haya ufunuo mlezo. Kwa hiyo sasa unaona kabisa Yuda akasimamia Isakari na Zabuloni. Unapata uzuri? Alafu katika maarifa haya hapa Reubeni akasimamia Simoni na Gadi. Wataona kama uzuri? Alafu kwenye eneo hili la Efraim, Manase na Benjamini, mnaona hilo? Yes, Manase na Benjamini. Mwanzo Efraim akasimamia Manase na Benjamini. Wataona baba zuri. Na hapa chini ya baba yako hapa chini baba yako mwanzo hapa alikuwa Dani akasimamia Naftali na Asheri. Kwa hiyo utagundua kwamba Yuda, Isakari na Zabuloni namba 3. Mnaona vizuri? Reubeni, Simoni na Gadi namba 3. Mnaona vizuri? Efraim, Manase na Benjamini namba 3. Na hapa Dani, Naftali na Asheri ngapi? 3. 4 mara 3 namba ngapi? Namba 12. Wazo wa Mungu mbele sio na hitilafu. Wataelewa wewe. Kwa hiyo Mungu anapanga mahesabu yake yale yasio na hitilafu, yasiyobadilika wakati wote. Yanabaki vile kuelezea mawazo yale aliyokueleza wazo lile lisiokuwa na mabadiliko yote. Mungu anatumia taifa la Israeli kuelezea maisha ya damu. Mungu anatumia taifa la Israeli kuelezea maisha ya wakazi watakatifu kutoka kwenye zama za roho. Wataelewa sura. Taratibu uweze kulipata katika michoro hii mashuhuri kabisa ya Yesu kwa kama Yesu kusuluhisha. Sasa kutoka hapo Waebrania wanafika kwenye nchi yao. Walipofika kwenye nchi yao, Mungu akabidi awapange Waebrania
kwa kuwatumia Waamuzi 12 katika kuleta mchoro wa wazo wa Mungu usiokuwa na hitilafu. Ndio pale tuliona kwamba waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa waamuzi 12. Na waamuzi 12 Israeli walipangwa kwenye wazo lile lile usiokuwa na hitilafu. Na huu mpango ambao tunaupanga, huu mtu yeyote kwenye taifa lolote duniani asiongeze wala asipunguze, aiache kama Yesu alivyoleta. Wataonekana vizuri hapa. Sasa tunakuja katika hizo zama za michoro. Yesu fungua Biblia tena hapana. Tuone michoro hii ya kinabii. Tunakuja wale waamuzi, zama za waamuzi sasa. Kumbuka hapa tunaangalia zama za waamuzi wa Agano la Kale. Kwa sababu kuna waamuzi wa Agano la Kale na waamuzi wa Agano Jipya. Na yote mawili ni sawa katika ufunuo. Inaelezwa hapa. Na yote mawili nini? Ni sawa katika ufunuo. Tunataka kuona hii kitu ili uweze kulipata katika ufunuo. Kwa nini tuwe na waamuzi wa Agano la Kale wanaoelezea jambo lile lile, tuwe na waamuzi wa Agano Jipya wanaoelezea jambo lile lile katika michoro? Bwana ni Mungu mashuhuri sana. Yeye anafanya mambo yake katika michoro. Hawezi akaweka siku basi ikawa na masaa 24 alafu yasionekane kama kwenye Biblia. Inaelezwa. Yaani Yesu hawezi akaweka masaa ngapi? Masaa 24 katika siku pasipo kuionyesha ndani ya Biblia. Lazima ataionyesha ndani ya Biblia. Na masaa 24 yanaelezea siku moja, yanaelezea siku tatu. Inaelezwa hapa. Ndio leo unaomba watu nyumba kwa tatu, unaambia sasa okay, siku moja na masaa mangapi? 24. Unajua tafsiri yake, mbona inaelezea siku moja, wewe unatajaje tatu? Inaelezwa hapa. Tuweka tibu ili uweze kupata. Ulipata kwa maarifa ya ufunuo. Kwa hiyo kama unasema Bwana zuri, ulinase katika ufunuo ili usikupite mtakatifu Bwana. Kwa hiyo tunaona waamuzi wa Agano Kale sasa. Unachora mraba wako mrefu na mfano sana. Mraba wa kwanza huu hapa. Umeona huo? Yesu, chora mraba wako kwanza, katikati mweke Eloi. Na Eloi ni nani? Ni Yesu. Yule Mungu alikuwa anatembea juu ya nguzo ya moto katika taifa la Israeli. Mkono wako wa kuume, sasa tunataja, naomba nitajie wale waamuzi. Ndugu yangu, nitajie wale waamuzi wa taifa la Israeli. Na waamuzi maana yake ni wakombozi wa taifa. Bwana alikuwa anawachora wakombozi wa taifa katika zama ambazo Waebrania walikuwa wamemwacha Mungu. Mungu alikuwa anamuinua mkombozi mmoja ili kuwatetea Waebrania katika zama zile. Kama ilipotokea kwenye Agano Kale, lazima itokee kwenye Agano Jipya katika michoro ile inayofanana katika michoro ya kinabii. Watu wamepata vizuri hapa. Yes, kwa hiyo kwa lugha nyingine waamuzi ni wakombozi. Wamepata vizuri. Yes, waamuzi ni wakombozi. Wataendelezwa hapa. Kwa Mungu aliwatumia wakombozi wa Waebrania katika zama ambazo Waebrania waliingia kwenye matatizo. Waebrania walikuwa hawana mtu wa kuongoza. Wakati Waebrania walimwacha Mungu, Mungu akatuma maadui wakaivamia Israeli. Ilibidi lazima Mungu ainue mkombozi pale ambako Waebrania walimlilia Mungu. Sasa tuangalie hawa wakombozi wa taifa la Israeli. Mkombozi wa kwanza anajulikana kama nani? Othanieli. Mweke mkono wako kume. Othanieli, mkono wako kume mrabako. Chini mrabako anaitwa nani? Eliudi. Mweke hapa chini mrabako. Mwamuzi wa tatu wa taifa la Israeli, muandike Baraka. Amen. Baraka. Weka mkono wako kushoto mrabako. Na mwamuzi wa 4 wa taifa la Israeli anajulikana kama Gideoni. Hawa ni wenye wai wanne. Utagundua wazo la Mungu usizokuwa na hitilafu ambaye alibadiliki. Mbaki vile vile katika michoro yake. Wataonekana vizuri. Sasa tunachukua waamuzi waliosalia. Kwa sababu waamuzi wa Israeli wako 12. Wanazoni. Wanne tayari tumeshapata. Mwamuzi wa 5 wa taifa la Israeli nani? Tola. Ni Tola. Muandike kwenye eneo la Othanieli. Mwamuzi wa 2, amini wa 6? Yairi muandike kwenye eneo la ya Othanieli. Utagundua mkono wako wa kuume tumemaliza mraba kwanza. Wataelewa amini tumemaliza upande wa kwanza, mkono wako wa kuume mraba kwenye eneo la Othanieli. Na ukumbuke amini eneo la Othanieli, mnasema eneo la Othanieli ndio mwenye wai mfano wa simba. Wataelewa vizuri. Yes. Mnaelewa vizuri. Au unaweza kuita upande wa yetu ile mbinguni. Mnaelewa vizuri. Amen. Tuone wajibu ulipata katika maarifa funuo. Alafu mwamuzi wa 5 wa 6, wa mwamuzi wa 7 ni nani? Yefta. No, sio Yefta. Mwamuzi wa 5 ni nani? Wa 5 ni Tola. Yes, wa 5 ni Tola, wa 6? Yairi, wa 7? Yefta wa 8? Ibzan. Yes.
wa 9 Eloni. Eloni. Huyo wa 7 wa 8 wa 9 Yesu wa 5 wa 6 wa 7 wa 8. Wewe wa 9 nani? Eloni. Eloni, yes. Edinoni, yes. Wa 10 Abdoni, yes. Abdon. Wa 11 Samson. Bwana nzuri. Wa 12 Samuel. Kwa hiyo unafanya hivi. Eneo la Samueli mkono wako wa kuume anakaa Tola na Yaili. Mwanzo. Amen. Eneo la Yehudi chini ya babako anakaa Yefta, anakaa nani? Ibzan. Mwanzo. Mkono wako wa kushoto babako kwenye eneo la Baraka. Mwanzo. Anakaa Ednon pamoja na Ednon pamoja na Abdon. Mwanzo. Amen. Alafu kwenye eneo la Gideon chini ya babako anakaa Samson na nani? Na Samuel. Kwa hiyo utagundua Othnieli, Eliudi, Baraka pamoja na Gideon wapata wale ngapi? 4. Unamchukua Tola namba 1, 2 Yaili, 3 Yefta, 4 Ibzan, 5 Ednon, 6 Abdon, na 7 Samson, namba 8 nani? Samuel. 4 na 8 para ngapi? 12. Hawa ndio waamuzi wa taifa la Israeli. Wataelewa vizuri. Na hawa waamuzi wa taifa la Israeli, hawa ni mchoro wa maumbo wa Agano la Kale. Lazima ufanane na mchoro wa Agano Jipya ili kuyapata masaa 24 kuleta mahesabu ya kinabii. Wataempata zile. Mnaelewa zile. Na hapa wanafanya hivyo, wanachora mraba wako wa pili unganisha hapa. Unaona vile? Kwa hiyo tunaona katika mraba wa pili, upande wako wa kuume wa mraba wa pili andika zama za simba. Chini ya mraba wako andika zama za nini? Za ndama. Mkono wako kushoto andika zama za mwanadamu, na hapa chini mraba wako andika zama nini? Zama za tai. Kwa hiyo nyingine hizo, simba ndio Mathayo, Mathayo mtakatifu, ndama ndio Marko mtakatifu, mwanadamu ndio Luka mtakatifu, na tai ndio Yohana mtakatifu. Tuone wale ngapi? 4. Simba anasimama au kwenye eneo la Mathayo anasimama Paulo na eneo. Wawili hao. Kwenye eneo la ndama au Marko, mlezo anasimama Martin na Kolumba. Wawili hao. Kwenye eneo la mwanadamu mlezo au eneo la Luka mtakatifu anasimama Martin Luther na John Wesley. Ndio. Na eneo la tai hapa juu au eneo la Yohana mtakatifu anasimama hapa Elia au William Branham na Elia umetano. Pale ngapi? 2. Kuchukua Mathayo, Marko, Luka na Yohana unapata namba 4. Namba 4 kujumlisha jumbe wa Paulo, Ireneo, Martin Kolumba, Martin Luther, John Wesley. Mnaelewa? Elia William Branham na Elia umetano unapata namba 8. 4 na 8 unapata ngapi? 12. Kwa hiyo utagundua Agano la Kale inaitwa namba ngapi? 12. Agano Jipya namba ngapi? 12 kujumlisha unapata ngapi? 24. Inatangaza siku moja lazima imueleze Mungu mmoja. Kama Waebrania walimtangaza Mungu mmoja, kuyaonyesha masaa ya usiku. Iliwaambia Agano la Kale ni agano la usiku, Agano Jipya ni agano la mchana. Ndio Agano la Kale ni agano la usiku, ni agano la maumbo. Mungu alitumia maumbo kuelezea siri zake. Mungu alitumia siri za michoro ya kimaumbo kufunua siri za roho. Agano Jipya ni agano la mchana, agano la nuru, agano ambalo Mungu anatoa michoro ya maumbo kutoka ndani ya taifa moja kwenda katika mataifa ya dunia ili kuleta mchoro huu wa kimahesabu. Tuone haya masaa namna yalivyo. Ndio para nzuri. Leta hiyo tuweke masaa haya ya kinabii, mwana nzuri. Tuone michoro hii ya kinabii kuelekea moja suluhisho yanayomtangaza Mungu mashuhuri Yesu kuelekea moja suluhisho. Sasa utaona kwamba kitabu kidogo kimefunguliwa. Na kitabu kidogo kimefunguliwa, kina masaa 12 ya usiku na masaa ngapi? 12 ya mchana. Kumbuka siku ya Mungu ina masaa 24. Na hapa siku ya Mungu Brazil, Mungu siku yake ilianza asubuhi saa 1 ya asubuhi. Saa 12 Brazil. Inaeleza. Alafu kutoka saa 12 mpaka saa 12 inafuata. Masaa ngapi? 24. Inaeleza. Unataka shida? Ambao kuna kuwa na masaa 12 ya usiku na masaa 12 ya mchana. Na ndio maana sababu ile Pasaka ya Kiebrania ilikuwa inaanza jioni. Basi inakuja asubuhi usiku masaa 12 ya kwanza. Alafu inaanza asubuhi kwenda saa 12 jioni. Inakuwa siku imeisha. Sabato ile Pasaka ilikuwa imekusha. Hapo ndiko Waebrania walikuwa wanakula mikate sio kwa chachu muda wa siku 7. Kuelezea wazo la Mungu lisilo itilafu katika michoro ya kinabii. Wataelewa vizuri. Ndio mchoro wa Pasaka ya Bwana iliyotoka katika lugha ya maumbo ambayo ilikuwa na masaa 12 ya usiku
kuja masaa 12 ya mchana, lazima yaumane kuelezea ujumbe wa leo ambao Yesu anaelezea duniani. Kufunua kitabu kidogo kilichofunguliwa sasa na Ufunuo sura 10 sura 2. Watumeleza hapa. Taratibu uweze kulipata katika michoro ya kinabii ili ujue anwani hizi kwa kama umesuluhishwa. Kwa maana ujumbe wa mwisho kanisa, hakuna mtu yeyote anaweza akaja akaupinga. Unaipinga kwenye mahesabu gani? Lazima liwe limetoka kwa Bwana katika Ufunuo. Watumeleza vizuri. Sasa inakuwa hivi hapa sasa, nataka tuone hapa. Tunaona wale wanne wa Agano Kale, wale waamuzi, mwanzo wale waamuzi wanne, wa kwanza ni Samueli, wa pili ni Eliudi, wa tatu nani? Baraka, wa nne nani? Gideon. Masaa ya usiku, tunaanza masaa ya usiku, jinaanza saa 1 usiku. Wataelewana vizuri. Kwa hiyo Eliudi unaanza hapo, Othanieli sasa na risala kwanza la usiku. Anayefuata ni Eliudi. Eliudi sasa na saa 2 usiku. Wataelewana vizuri. Anayefuata Eliudi anayefuata Baraka sasa na saa 3 usiku. Anayefuata Gideoni sasa na saa ngapi? La 4 usiku. Masaa 4 yamemalizika kumzunguka Mungu mmoja, Mungu aitwaye Yesu, Mungu mashuhuri kutoka kwenye lugha ya Mungu ya Agano Kale. Tunakuja sasa mwamuzi wa 5 wa taifa la Israeli. Wataelewana vizuri. Sasa mwamuzi wa 5 anakuwaje? Tunaipataje? Unamchukua kwa sababu kwa huo mchoro tuliona, naomba lete hii. Ndio. Kijana mmoja haje. John William. Shika hapa tufanye na marejeo yake nabii. Kunja hapa katikati. Kunja hivi. Yes, hivi. Sasa angalia hapa tuliona hapo tarudi. Bwana zuri. Kwa hiyo ndio iko huko. Ngoja turudie kwanza. Basi. Unaona hapa tunasema kwenye masaa 12 ya usiku, mlazaro. Haya hapa tumeona Othanieli, tumeona Eliudi, tumeona Baraka, tumeona nani? Gideon. Anafuata risala kwanza la usiku, la pili ya usiku, la 3 ya usiku, la 4 saa usiku. Limezunguka Mungu mmoja. Mlazaro. Anayefuata anakuwa ni Tola. Tola anakuwa yeye ndio mjumbe namba 1 katika zama za giza. Alafu ya ili anakuwa mjumbe namba 2 katika zama za giza. Mnaona? Yefta anakuwa mjumbe namba 3 katika zama za giza. Mnaona sasa? Ibizani anakuwa namba 4 katika zama za giza. Ednoni anakuwa namba 5 katika zama za giza. Adnoni anakuwa namba 6 katika zama za giza. Samson anakuwa namba 7 katika zama za giza, na Samueli anakuwa namba 8 katika zama hizi. Na anaposema zama za giza anazungumza zama za Agano la Kale. Watu wamepata vizuri. Zama za Agano la Kale katika maarifa ya Ufunuo. Watu wamepata vizuri. Kwa hiyo unaweza kufanya, unachukua masaa 4 usiku. Chukua saa 4 usiku la Othanieli, chukua Eliudi, Baraka na Gideon. Mchukue Tola namba 1, chukua 4 kujumlisha 1. Unapata ngapi? Saa 5 usiku. Unaona vizuri? Unamchukua Yairi ambaye ni namba 2. 4 na 2 unapata ngapi? Saa 6 usiku. Watu wamepata vizuri. Unamchukua Yefta yeye namba 3, chukua 4 na 3 unapata saa 7 usiku. Unamchukua Ibzani, mlezo. Ibzani namba 4 unachukua 4 kwa 4 ngapi? 8 usiku. Unapata vizuri. Unachukua Ednoni namba 5. Chukua 4 kwa 5 unapata ngapi? 9 usiku. Unaona vizuri? Unachukua Abnoni namba 6. Abnoni namba 6 unachukua 4 kwa 6 unapata ngapi? Saa 10 usiku. Unapata vizuri? Unamchukua Samson unachukua risala la 7, namba 7 katika ujumbe. Unapata vizuri? Katika michoro kila bili. Unachukua 4 kwa 7 unapata ngapi? Saa 11. Watu wao usiku. Alafu unamchukua Samuel anatoka saa 12 nini? Saa 12 usiku. Melezo. Na anaposema saa 12 usiku, melezo nazungumzia zama za giza. Watu wamepata sura. Chukua saa 12 ya Samuel. Bali nichukua Samuel ambaye yeye anatokea katika namba 8, unachukua 4 kwa 8 unapata ngapi? Saa 12. Nazungumzia usiku. Melezo. Melezo. Utagundua Agano la Kale ile pale imeshafunuliwa. Tunakuja kwenye Agano Jipya. Sasa ikishatoka saa 12 usiku, kinachokuja lazima tupate nini? Saa 1 ya asubuhi. Watu wameungana sasa. Saa 1 nini? Ya asubuhi. Saa 1 asubuhi ni nani?
Unamchukua Mathayo saa 1 asubuhi. Unamchukua Marko saa 2 asubuhi. Unamchukua Luka saa 3 asubuhi. Unamchukua Yohana Mtakatifu saa 4 ya asubuhi. Umemaliza. Ambazo hao wanne wanazunguka kwenye yule kama ilivyotoka kwa Danieli, kwa Eliudi, kwa Baraka na Gideon. Wanafanya kitu kile kile. Wakishamzunguka mmoja, unachukua sasa ujumbe Paulo. Paulo ni namba 1 katika series. Unachukua 4 na Paulo namba 1. Unapata ngapi? Saa 5 mchana. Watameleza na baba. Unamchukua Ireneo namba 2. Unachukua 4 na 2 unapata ngapi? Saa 6 ya mchana. Watameleza zote. Unakwenda kwa Martini. Martini namba 3. Unachukua 4 kwa 3 unapata saa 7 mchana. Unachukua namba, unamchukua Kolumba. Kolumba unachukua 4, yeye ni namba 4. 4 kwa 4 unapata ngapi? Namba 8, saa 8 mchana. Unakuja kwa Martin Luther. Unachukua Martin Luther namba 5 katika uchumbe. Unachukua 5 ya Martin Luther, 4 ya wenye wai, kujumlisha 5 ya Martin Luther. Unapata ngapi? Saa 9 mchana. Siku imeisha. Unapata zile. Unakwenda katika Cholo ambaye yeye Cholo anatokea kama ana namba 6. Unachukua 4 na 6 unapata saa 10 jioni. Watu wamepata zile. Au saa 10 mchana. Kwa sababu nataja mchana na maanisha nuru. Umeelewa wewe? Alafu unamchukua William Arapana milioni 5, Abelia mwa 4. Yeye namba 7, unachukua 4 wenye wai, kujumlisha 7 unapata saa 11. Watu wamepata wewe. Hiyo saa moja iliyotumia, unamchukua Elia mwa 5 ambaye yeye anakuwa ni namba 8, unachukua 4 wenye wai, jumlisha namba 8 unapata ngapi? Saa 12. Ndio maana leo uchumbe wa mwisho kanisa ni uchumbe saa 12 jioni. Ndio maana Yesu anasema nini? Kitabu kidogo nini? Kisha funuo. Sasa ukichukua masaa 12 usiku na masaa 12 ya mchana unapata masaa ngapi? 24 inayotangaza Mungu mmoja. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 8. Yohana anaona wazee 24 hawa hapa wanafunuliwa leo katika lugha ya michoro kinabii. Wakutana nzuri hapa. Ili kumtangaza Mungu mmoja, Mungu mashuhuri, Mungu wa zama zote. Na siku hapa hatuhitaji siku zilizotengenezwa na Mark Gregory Belezolo. Papa Mark Gregory Belezolo mwaka 1582 walipobadilisha kalenda ya dunia, na hapa ndiko akaanzisha kwamba siku ianze saa 6 usiku. Watanapata sura. Siku ya Mungu inaanza asubuhi. Haianzi saa 6 usiku. Walipata sura. Amen. Mark Gregory na wenzake walipokuja mwaka 1582 wakafanya usiku ianze saa 6 usiku. Kumbe wakaficha siri zao kule ndani. Watanapata sura. Wakaficha miungu yao 300, miungu yao ya 666. Na tuliona kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 12 masaa 6, walazo kengele inagonga. Saa 1 asubuhi mpaka saa 6 mchana, kengele ya pili masaa 6 ya pili. Nimepata zile. Saa 7 mchana mpaka saa 12 kengele ya 3 inagonga. Ukichukua 6 ya kwanza, 6 ya pili, 6 ya 3, ukisogeza unapata 666 namba mpinga Kristo. Sasa na Ufunuo sura 17, sura 15 mpaka 18. Unaona zile. Namba mpinga Kristo ni 6 ngapi? 666. Hapa nazungumzia kalenda ya Mungu, bwana. Kalenda ya Mungu ina siku ina masaa 24, masaa 12 mchana na masaa 12 usiku. Wataelewa sura. Kwa maana leo watu wote mataifa wanaabudu miungu ya 3. Kuna siku nitaleta ujumbe mnazo katika siku zinazokuja, ujumbe kwamba dini na madhehebu yote ya Kiprotestanti na Pentecost wote duniani wanaabudu miungu ya ngapi? Miungu ya 3, mnazo. Wote wanaabudu miungu ya 3. Wote wanasujudia, wanamsujudia mfalme wa kusini. Dola ya Roma inasujudiwa duniani. Kwa nini? Yeye ndiye alileta upotofu wa dunia. Na watu wote wamejitia mikononi mwake. Wote wamejiuza, mwanazale. Walikuwa watumwa kwa mfalme wa kusini. Kwa maana Yesu anaachilia uchumbe usiku wa mwisho kuleta anuani hizi za kinabii ili watu watubu dhambi wageuke. Kwa sababu huyo mfalme wa kusini kuelekea moja siku za mwisho lazima apigwe na Yesu. Yesu anainua Urusi, mwanazale. Urusi inainuka kumtandika mfalme wa kusini ili kulipiza kisasi. Wala atatumia mtu wao au atatumia adui yao karibu ili kuwatandika malazo nao, ili kufuta udanganyifu unaendelea duniani kwa moja siku za mwisho. Wataendeleza wewe. Kwa hiyo unaona hapo sio shaka kabisa kwamba kitabu kidogo cha Ufunuo sasa na Ufunuo sura 10 kinaelezea masaa 24, na masaa 24 yanaelezea siku moja, na hiyo siku ni nani? Yesu. Funuza mambo. Wataendelea vizuri. Sasa tumalizie katika series hii ya ujumbe huu mashuhuri kabisa. Kumbuka ni Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha ya mambo ya Agano Kale kuja katika Ufunuo wa Roho Agano Jipya. Na yote hizo ni sawa katika Ufunuo. Yanaleta ni zile za ukombozi mbalimbali hizo. Sasa hapa tunakuja kuona mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na mwaka wa Bwana hapa katika michoro ya kinabii
tunauangalia mwaka wa Bwana katika lugha ya michoro ya Agano Kale, kutoka katika lugha ya kimaumbo, mwanzo kuja katika mwaka wa Bwana katika lugha ya kiroho, ili tupate mahesabu ya kinabii, ili tuunganishe mchoro huu wa kinabii, ujue waamuzi na tafsiri yake kutoka kwa lugha ya maumbo ya Agano Kale kuja katika ufunuo wa Agano Jipya. Ndio maana nikamwambia waamuzi wa Agano Kale walijulikana kama wakombozi, na pia ukumbuke kwamba waamuzi wa Agano Jipya kwa nani ni wakombozi, na waamuzi wa Agano Jipya ni kina nani? Mathayo, Marko, Luka na Yohana, Paulo, Ireneo, Martini, Kolumba, Martin Luther, John Wesley, Mreparazo, Elia, Emmanuel, William Branham na Elia Matano. Hawa ndio wakombozi wa watu mataifa. Watu mabazo. Sasa hapa naposema wakombozi sio kwamba wao walikufa msalabani. Nazungumzia kwa namna ya lugha ya kinabii. Kwa lugha nyingine leo tunawaita wachumbe wa kanisa. Watu mpaka sura. Wale wenye wale wanne jumlisha na wale wachumbe nane wa kanisa kuleta hesabu ya namba 12 ya kinabii. Watu wamenelewa sura. Menelewa sura. Sasa tunataka kuona mwaka wa Bwana. Tunaanza na mwaka wa Bwana wa Kiebrania. Waebrania walikuwa na mwaka wao ambao Yesu aliwaambia. Na mwaka wa Waebrania ulianza mwezi wa Abibu au mwezi wa Pia au ulianza mwezi wa Nisani. Na mwaka wa Kiebrania, mwanzo Mungu aliwapa mwaka wenye miezi mingapi? 12. Ambao mwezi wao wa kwanza ulianza kati ya tarehe 15 mwanzo ya mwezi wa 3 wa sasa kwenda tarehe 15 ya mwezi wa ngapi? Wa 4 wa sasa. Wataendelezwa baba. Watakatifu mmenipata vizuri. Bwana anaambia maliza. Hiki kipengele kinaweza kuchukua dakika 40. Bwana wabariki. Bwana zuri. Leo ilikuwa ni siku za 9. Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha na maumbo ya Agano Kale kuja katika ufunuo wa Roho Agano Jipya. Tutaendelea katika siri za 10 ya ujumbe wa mashuhuri wa Yesu, na tutaona katika kipengele kinachohusu kuona ule mwaka wa Kiebrania. Bwana zuri. Tutoe ule mwaka wa Kiebrania uje katika mwaka wa mataifa katika michoro ya kiroho. Bwana zuri. Ili tupate anwani moja kuonyesha kwamba wale waamuzi walikuwa wanatambulisha mwaka wa Bwana kutoka kwenye lugha na maumbo ya Agano Kale kuja katika ufunuo wa Roho Agano Jipya, ili kupata anwani ya ukombozi peleka moja suluhisho. Ndio Bwana anaachilia chumba mashuhuri kabisa kuwahi kutokea katika historia ya dunia, na Bwana anaweka anwani zake maalum kabla kuja kwake kwa ajili ya kanisa. Bwana bariki. Chumba hizi ni chumba za mnaso wa siri au mvuto wa siri. Yesu anazungumza na watu mataifa ili watu watubu dhambi wageuke kuelekea moja suluhisho. Sauti ile neno Mungu na shuhuda Yesu anaachilia neno zake maalum kutoka nchini Tanzania kwenda katika mataifa yote ya dunia, kutoka Tanzania kwenda bara la Afrika na kwenda kwa mataifa yote ya dunia, akileta anwani yake ili watu watubu dhambi na akipiga parapanda ya suluhisho kwa ajili ya ufunuo. Bwana na wabariki.